Karibu msikilizaji kwenye sehemu ya 9 ya simulizi yetu nzuri iitwayo The Great Fall, yani anguko kubwa. Katika sehemu iliyopita, sehemu ya 8, tulikuwa tumeishia pale ambapo bwana Wakuta alikuwa kwenye harakati za kuendesha maandamano. Na tuangalia kwamba chama chake cha CWWN kilianzia nyuma kabisa kwenye masuala ya kilimo, lakini baadaye akaamua kuhamishia kwenye masuala ya siasa. Mwanzoni alikuwa anasema kwamba hatuwezi kufanyika daraja la kuwasindikiza watu kwenye utajiri. Hatuwezi kutumia mili yetu kuchumia juani na kivulini wakafaidi wengine. Hili ni jambo ambalo nafsi zetu kwa kizazi cha sasa hivi na cha baadaye tunahitaji kupinga kwa hatua za juu zaidi. Tukatae kutumiwa, tushikamane, tutetee maslahi yetu sisi kama wakulima wenye ndoto za utajiri. Hatutaki umaskini sababu sisi tunafanya kazi kwa jasho letu. Kwa pamoja tunyanyuke na tukikatae kivuli cha umaskini. Ni baadhi ya maneno ambayo Wakuta aliyatumia kuwaleta pamoja chini wakulima wote pale ambapo alikuwa anapita maeneo mbalimbali ya nchi kupinga bei kandamizi kutoka kwa wanunuzi waliokuwa wanatoka nje ya nchi. Na baada ya kupambania haki za wakulima kwa muda mrefu, Wakuta aliingia kwenye kupambania haki za watu wote wa taifa. Akiwa na wafuasi wake wa chama cha wakulima wenye ndoto CWWN walikuwa barabarani kuelekea kwenye ukumbi wa bunge kuzuia mabadiliko ya katiba mpya ambayo ilibeba maslahi ya mtu binafsi kuliko maslahi ya nchi nzima. Je, wataweza kuzuia jambo hili kutokea ndani ya nchi, au Wakuta atakuwa na uchochea moto wa Hashim Maganga alioficha kwa muda mrefu mbele ya macho ya watu? Baki na mimi katika sehemu ya 9 msikilizaji kilichojili katika simulizi. Tuone nini kitakachotokea na kumkuta bwana Wakuta. Simulizi imetungwa na Rajons John ikisimuliwa nami director Owen kutoka Simulizi Max. Tunaendelea tulipokuwa tumeishia. Safari ya kukua kwa chama cha CWWN chini ya Wakuta haikuwa nyepesi hata kidogo hiyo kazi, mpaka wanafikia ngazi ya kutetea maslahi ya taifa. Ipo milima na mabonde ambayo Wakuta alikuwa ameyapitia, kitu ambacho kilimfanya kuoga maji ya bendera na kuongeza mvuto mbele ya watu wengi waliokuwa wanamkubali na kumfuata. Kama ambavyo dhahabu hupita kwenye moto, basi Wakuta naye alichagua njia hii nyeupe isiyokuwa na doa hata kidogo. Yote hii ni kujitoa kwa ajili ya maisha ya watu wanyonge katika taifa ambao hawakuwa na sauti ya kujisemea. Wakuta alichagua kuwa sauti yao kuu, ambayo ile aliipaza kila wakati ambao aliona kuna jambo linatetelesha. Chama cha CWWN kilipata umaarufu mkubwa sana na kupata wafuasi wengi zaidi ndani ya nchi pale ambapo ulitokea mgogoro mkubwa kati ya wakulima na wafugaji kwa kugombania maeneo ya malisho na maeneo kwa ajili ya kufanyia kilimo. Serikali iliingilia kati na kufanya maamuzi ya kutenga maeneo kwa ajili ya malisho ya mifugo na ya wafugaji na maeneo kwa ajili ya kufanyia kilimo kwa wakulima. Baada ya maamuzi haya, wakulima hawakulizishwa hata punje na namna jinsi upangaji ulivyokuwa umefanyika. Kwenye maeneo yenye rutuba nzuri na bora walikabidhiwa wafugaji, na yale yasiyokuwa na rutuba na dhaifu yalienda kwa wakulima. Upangaji wa ardhi ndio ambao ulimnyanyua Wakuta kujitoa kwa jasho na damu zaidi ya vile ambavyo amewahi kufanya awali. Wakuta alipinga serikali nje pasipo hata kuwa na hofu yoyote. Alipaza sauti yake juu ni kama alijitoa sadaka kwa jambo lolote ile ambalo lingemkuta, kwani hakukuwa na uhuru wa kuikosoa au kuipinga serikali kwa chochote. Serikali ambayo ilikuwa imemvumilia kwa muda, Wakuta iliona mwanaharakati huyo ameanza kuvuka mipaka ya kuongea, na kelele zake zimekuwa zikiasumbua sana masikio ambayo alikuwa katika utulivu. Viongozi wakubwa wa serikali wakamwona Wakuta anapiga kelele isiyokuwa na msingi wote ule. Tena maneno yake yalikuwa yenye uchochezi wa raia dhidi ya serikali yao. Serikali kupitia vyombo vya ulinzi na usalama vilianza kazi ya kumsaka Wakuta maeneo yote ndani ya nchi. Vyombo vya usalama vilianza kwa kasi vikiamini kazi ya kumkamata Wakuta ni ya muda mfupi. Siku zilisogea pasipo kuona dalili ya kumpata Wakuta. Usalama wa taifa ulitumia siku 89 pasipo kumuona wala kupata fununu za sehemu ambayo anapatikana mwanaume huyo. Ilikuwa ni aibu na fedheha kwa usalama wa taifa wa nchi kubwa kama Tanzania kushindwa kumkamata raia wake, tena akiwa ndani ya nchi pasipo kutorokea nchi za nje. Watu wa usalama wa taifa walifanya kazi usiku na mchana yote kumtafuta Wakuta ambaye aliwaumiza sana vichwa, isipokuwa siku ya 90 ndipo alipofanikiwa kumkamata Wakuta kwenye moja kati ya shamba kubwa la mananasi ambapo alikuwa amejificha ndani ya handaki kubwa. Mpaka kutambua katikati ya shamba hilo kuna handaki ilikuwa inahitaji akili kubwa, kwani shamba lote lilionekanika limejaa mananasi yaliyostawi vizuri. Baada ya kutoa mananasi ndipo ilionekanika njia kuelekea chini ya handaki
alipokuwa amejificha mwanaharakati wa Kute wa Kute kukwepa mkono wa serikali ya Rais Hashim Maganga. Shamba lilikuwa na mkulima mmoja ambaye alijitolea kumficha mwanaharakati wa Kute wa Kute kwa siku zote hizo 89 mpaka pale usalama wa taifa walipopata taarifa za kupenyezewa kutoka kwa mke wa mkulima. Baada ya usalama wa taifa kutangaza dili nono la milioni 50 kwa atakayefanikisha kutoa siri ya sehemu ambayo anapatikana wa Kute wa Kute. Atapatiwa milioni 50 kama zawadi, jambo kubwa la kizalendo na kishujaa, kwani atafanikisha kupatikana kwa muasi nambari 1 wa taifa. Kwa tamaa za mke wa mkulima alitoa siri na kupatikana wa Kute wa Kute kwamba ni kwenye shamba la mananasi. Alichora ramani nzima kwamba ni hatua 300 kutokea mwanzo wa shamba upande wa kaskazini. Polisi walienda kwenye shamba la mananasi usiku wa siku hiyo na inakufanikiwa kumkamata wa Kute wa Kute na kuondoka naye. Baada ya siku 2 alihukumiwa miaka 20 jela katika gereza la Seita. Msafara wa kumsindikiza wa Kute wa Kute kuelekea ndani ya gereza la Seita ukitokea mahakama kuu uliondoka ukisindikizwa na magari mengi ya askari polisi waliokuwa na silaha nzito za kivita kupambana na kizuizi chochote ambacho kingetokea mbele. Ulinzi ulikuwa ni mkubwa sana. Mfungwa alitakiwa kufikishwa gereza la Seita salama. Msafara ulipofika nje ya geti la gereza la Seita, mkuu wa msafara alipokea taarifa kutoka ikulu ambayo hata yeye ilimshangaza sana, ya kuwa wanatakiwa kugeuza kurudi makao makuu akiwa na mfungwa wa Kute wa Kute, ikiwa ni amri kutoka kwa Rais Hashim Maganga. Mkuu wa msafara hakuwa na namna, ilikuwa ni amri kutoka juu. Alifuatisha kwa kurudi na mfungwa mpaka makao makuu. Siku hiyo wa Kute wa Kute aliachiwa huru, na wakulima wengi walifurahi kwa kitendo hicho, wakiwa hawafahamu sababu kuu ya mtu huyo kuachiwa huru na serikali ambayo haikutoa sababu na iliendelea kukaa kimya. Sababu ya kuwa huru kwa Kute wa Kute ilikuwa ni ndani ya kifua cha Rais Hashim Maganga, ambaye hakusema chochote kwa mtu yoyote. Kwa masaa mawili baada ya Kute wa Kute kupokea hukumu ya kwenda gerezani, Rais Hashim Maganga alipokea maagizo kutoka Umoja wa Mataifa kupitia serikali ya Marekani. Ilitoa amri kwa serikali ya Tanzania imwachie huru mtu huyo, kwani ni ukandamizaji wa demokrasia na itikadi kwa kumpeleka gerezani wa Kute wa Kute. Nchi itawekewa vikwazo vya kiuchumi. Taarifa hii ilipomfikia Rais Hashim Maganga ilimpatia hofu sana. Aliyafahamu maisha baada ya kuwekewa vikwazo vya kiuchumi na nchi za magharibi yalikuwa ni maisha magumu kwa nchi nzima, ni kama kuzikwa kwenye shimo mkiwa wazima. Kwa wenye nacho na wasio nacho, Rais Hashim Maganga hakutamani hata mara moja kuona hali ikitokea katika nchi ambayo anaiongoza yeye. Ndipo alipotoa amri wa Kute wa Kute achiwe huru mara moja. Kuhukumiwa kifungo cha miaka 20 jela na kuachiwa huru kwa Kute wa Kute haikuwa asali ambayo ingemlevya wa Kute wa Kute, kwani baada ya masaa 48 ya kuwa huru wa Kute wa Kute aliitisha mkutano na waandishi wa habari kwa lengo la kuipopoa serikali kwa namna ambavyo iliwatendea wakulima. Alienda mbali zaidi na kusema kuwa Rais Hashim Maganga alifanya hivi kwa sababu anatoka katika jamii ya wafugaji, na ndio maana serikali yake inawapendelea wafugaji na kuwapa vibuli vya kutoguswa na yeyote yule ndani ya nchi, kwani walikuwa na mtetezi wao aliyekuwa anawapa nguvu ndani ya nchi. Rais Hashim Maganga aliyaona maneno yote ya Kute wa Kute akiwa yuko mbele ya kamera za waandishi wa habari, lakini aliamua kuacha aongee tu, kwani kumgusa mtu huyu alikuwa anazigusa nchi kubwa zenye nguvu duniani. Alimwagiza waziri wa ardhi, nyumba na makazi kwenda kutuliza hali ya hewa kwa kufanya upangaji upya wa maeneo ambao uliwafurahisha wakulima wengi. Aliamini hii ndio njia pekee ya kumzofisha Kute wa Kute, lakini alikuwa amechelewa sana. Wakulima wengi walikuwa wamejiunga kwenye chama cha wakulima wenye ndoto, CWWN, na kuwa wafuasi wa dhati wa Kute wa Kute, ambaye alinunua imani kwao na yeye aliwalipa na kwa kuwasemea pasipo kufunga mdomo wake hata mara moja. Kute wa Kute aliwaweka mbele wanyonge kuliko usalama na uzima wake mwenyewe. Ndani ya ukumbi wa bunge la nchi, sehemu pekee ambayo bajeti ya miradi ya kimaendeleo imekuwa ikitengenezwa na kupitishwa, hata sheria mbalimbali zilikuwa zikitengenezwa na kupewa nguvu ya kutendeka katika nchi. Wabunge wa majimbo walikuwa wamewahi sana kikao hiko cha kufanya maamuzi kwa kupiga kura ya kupitisha au kupinga katiba mpya ambayo ilikuwa imependekezwa na serikali pasipo kuwashirikisha raia hata mmoja kutoa maoni yake. Kamati ya watu wachache ndio ambayo ilipendekeza mambo yote ambayo yalitakiwa kuwepo kwenye katiba, na leo wabunge walitakiwa kupiga kura. Spika wa bunge Neema Mbariche akiwa amevalia vazi la uspika
na kukaa kwenye kiti cha uspika kwa ajili ya kuendesha zoezi zima ambalo liko nafuatiliwa na watu wengi duniani. Spika wa bunge Neema Mbaliche alitoa mawani aliyokuwa amevaa. Alipatwa na hisia za uchungu ndani yake na machozi. Alivuta kitambaa ambacho kilikuwa kiko juu ya meza na kufuta machozi ambayo yalikuwa yamefika mashavuni. Kila akikumbuka jambo ambalo lilikuwa limetokea saa moja iliyopita lilimpa wakati mgumu sana moyoni. Ni kama alikuwa katikati akivutwa na pande mbili ambazo zote zilikuwa na nguvu kubwa ya kuibadili akili yake. Mzigo aliobeba kichwani mwake ulikuwa ni mzito sana. Alikuwa anatamani nafuu japo kwa dakika moja aweze kupumzika, kwani ulikuwa unamwelemea. Saa moja kabla, spika wa bunge alifika ndani ya ofisi yake ndani ya jengo hilo mapema zaidi. Ilikuwa ni kawaida yake kuwahi kabla ya shughuli za bunge kuanza. Tangu amechaguliwa kuwa spika na kiongozi wa muhimili mkubwa wa serikali, alikuwa anafanya hivyo mara zote. Akiwa ndani ya ofisi alitumia muda wa dakika 20 kusoma kitabu kitakatifu cha Biblia na kufanya sala, ikiwa ni sehemu ya kumtanguliza Mungu wake kwa kikao ambacho kilikuwa kinafanyika siku hiyo. Baada ya kusali, alichukua katiba mpya ambayo ilikuwa inatakiwa kupitishwa na bunge katika kikao cha usiku cha siku hiyo. Moyo wake ulipatwa na mashaka baada ya kupitia katiba hiyo kwa mara ya kwanza, kwani hakupata nafasi ya kuipitia kabla, kwani alikuwa ametekwa na watu wasiotambulika. Hii ni sumu ambayo tunaikaanga katika chungu kinachotegemea kupikia chakula cha kutushibisha baadaye. Haipo duniani kote na hatuwezi kabisa kuwa nayo sisi, kuwa na rais mwenye nguvu namna hii ndani ya nchi. Aliongea kimoyomoyo spika wa bunge Neema Mbaliche baada ya kuona vifungu vingi vya katiba vimejaa madaraka mapana na nguvu kubwa kwa rais kuliko mtu yoyote yule ndani ya nchi. Katiba ilionyesha rais hatakiwi kushtakiwa wala kuguswa na mahakama yote ile duniani, na mahakama itakayotaka kumshtaki rais, nchi pamoja na serikali vitampigania rais na kumlinda mpaka mwisho. Kipengele hiki kilimpa nguvu sana rais kuwa na maamuzi yoyote yale ndani ya mipaka, na hakuna ambaye angeweza kuhoji. Alikosa nguvu ya kuendelea kusoma na kuitupa chini kwa nguvu katiba hiyo baada ya kuona vifungu vyenye ukakasi zaidi. Siwezi kuongoza upitishaji wa huu uozo hapa. Katu siwezi kabisa, hata mbingu itanishtaki kwa hili na mimi nitakosa majibu. Iweje rais awe na nguvu ya kuingilia mahakama na bunge namna hii? Kwa nini apewe nguvu ya kutengua hukumu tofauti kwenye mahakama? Au ni ubakaji wa sheria? Kwa nini aweze kupitisha na kupinga moja kwa moja maamuzi ya bunge? Iweje apewe nguvu za kuongoza nchi maisha yake yote na mimi nitumike kupitisha katiba kama hii? Asitofanya hivyo, na haitokuja kutokea katika ardhi na jengo hili. Mimi kupitisha jambo la ajabu na la aibu kama hili, dunia nzima itatushangaa. Ni maswali ambayo alikosa majibu, ambayo alikuwa anajiuliza spika wa bunge Neema Mbaliche huko akiwa anazunguka huku na kule ndani ya ofisi hiyo. Mambo yaliyoko ndani ya katiba hayakumpa utulivu wa moyo na nafsi hata kidogo, kwani katiba mpya ilikuwa imekosa dira ya kulikomboa taifa kwenye umaskini uliokithiri na madeni makubwa ya nje ya nchi ambayo yalikuwa yamelemea taifa. Lakini badala yake katiba mpya ilibeba maono ya kuwainua watu wachache na kuweka daraja kubwa kati ya watu wa juu na wa chini. Gongongongongongo. Unaweza kuingia. Alikuwa ni spika baada ya kuzinduka kwenye dimbwi la mawazo ambalo lilikuwa likizonga kichwa chake pasipo kusikia kuwa kuna mtu alikuwa anagonga mlango kwa muda mrefu. Samahani mheshimiwa spika, kuna mgeni yupo nje, ni mkuu wa kitengo cha usalama wa taifa. Anaomba nafasi ya kukutana nawe muda huu kwani ana mazungumzo ya haraka. Aliongea katibu wa bunge baada ya kufungua mlango. Samruhusu aingie, alijibu spika kwa kifupi, huko akiwa anakaa kwenye kiti chake kumsubiri mgeni ambaye alikuwa amemtembelea ofisini kwake majira hayo. Labda uwepo wangu hapa unaweza kukushangaza, lakini ni jambo la kheri sasa sana mimi kuwepo hapa kwenye muhimili mkubwa wa nchi, ndani ya chumba cha ofisi chenye ukubwa wa mita 7 urefu na mita 4 upana. Pia kina kimo cha kwenda juu mita 4. Ni pazuri sana, aliongea mkuu wa kitengo cha usalama wa taifa Bwana Dickson Ndunguru, huku akiwa anazungusha macho yake kutazama chumba hiko. Unaonekanika kabla ya kuwa kiongozi mkubwa kwenye kuongoza usalama wa nchi umewahi kufanya kazi ya uhandisi wa majengo, kwani umepatia vipimo vyote vya jengo hili kwa usahihi kabisa. Mkubwa sana. Asijawahi kusomea uhandisi wa majengo hata mara moja, lakini macho yangu yanaweza kupima hatua ambazo mtu anaweza kuzikanyaga kupitia chumba hiki hapa. Nimeweza kuelewa tu ukipiga hatua juu ya hizi terazo hapo zilizopendezesha sakafu ya chumba hiki, zinakuwa ni idadi ya hatua 7 kwa urefu na hatua 4 kwa upana. Dinahitaji macho tu makali yenye hesabu kubwa sana kuelewa, lakini sio jambo ambalo limeleta hapa ofisini kwako. Jambo gani ambalo limekuleta mkuu wa kitengo cha usalama?
Kwani kuna kuteteleka kwa usalama wa eneo hili? Hapana, kuna usalama wa kutosha ambao umezunguka ndani ya nchi yetu. Hawezi ruka ndege bila siku na taarifa zake alipotoka na anapotua. Aliongea Bwana Dickson Ndunguru kwa kujiamini, huku akiwa anampatia ishara asogeze sikio karibu. Kuna jambo ambalo alikuwa anataka kuliongea, lakini ilikuwa imebeba usiri mkubwa sana. Kwa hiyo alikuwa anahitaji kuongea kwa sauti ya chini. Mheshimiwa Rais Asha Maganga amenipatia maagizo kuwa siku hiyo ni muhimu sana kwako kuipitisha katiba mpya. Ufanye chochote kwa uwezo wako, lakini katiba mpya ni lazima ipite, na itakuwa ni heshima na furaha kubwa sana kufanya kazi na mtu pekee ambaye amefanikisha wewe kuokolewa salama sehemu ambayo ulikuwa umeshikiliwa kwa masaa mengi sana. Utakuwa unailipa fadhila hapa duniani. Bwana Dickson Ndunguru alikuwa ameongea na kumtizama spika wa bunge, huko akiwa na subiri majibu kutoka kwa spika. Siwezi kuwa muasi. Uasi sio lazima kubeba silaha na kwenda porini au msituni kwenda kuenda maisha ya watu ambao watapita tu katika hilo poli, au kuvamia vijiji na kuua watu wasiokuwa na hatia. Leo nataka nikupe maana nyingine ya uasi. Na hili jambo ambalo rais anataka nilifanye ni uasi mbele ya taifa la sasa na la baadaye. Siwezi kuwa chanzo cha maovu katika nchi. Spika wa bunge Neema Mbariche alikataa kata kujihusisha na kupitisha katiba mpya ambayo yeye aliona kwamba imejaa makando mengi sana. Unanihuzunisha sana Mheshimiwa Spika. Upo katikati ya kiganja cha mkono wa rais, lakini bado unahitaji jeuri Mheshimiwa Spika. Ufahamu sana wakati ambao utaufunga mkono wake na wewe kuwa katika nyakati ngumu zaidi, ambayo huenda ikawa ni mwisho wa historia yako nzuri ambayo umeanza kuitengeneza katika vitabu vya taifa hili. Au ameneka ganjani yeye ni Mungu. Yeye ndiye ambaye anatoa pumzi. Yeye ndiye anayetoa pumzi. Yeye ndiye atakaishi milele. Unaweza kujipatia majibu mwenyewe, lakini na hakika huna jibu hata moja la maswali yangu. Kwa hiyo unaweza kwenda na kamwambie kwamba nimekataa na sitofanya, na asisubutu kunijaribu hata mara moja. Kila mtu azingatie mipaka yake. Hii katiba haitopita leo, na sitoruhusu ili itokee katika ardhi hapa ambayo waasisi walipigania kwa nguvu zote. Aliongea spika wa bunge Neema Mbariche kwa kujiamini sana. Maneno ya uzalendo yalimtoka mdomoni pasipokuwa na kaba. Aliamini katika misingi ya kulitetea taifa lake. Alicheka sana mkuu wa kitengo cha usalama wa taifa Bwana Dickson Ndunguru wakati ambao alikuwa anapiga hatua kufuata mlango wa kutokea. Alipofikia aliushika na kuzungusha funguo ya kitasa na kufunga kabisa mlango. Aligeuka akiwa na sura ya kazi sio kuwa na masihara hata kidogo. Uso wake wa mikoa ya kusini hapa ndipo ulionekanika vyema kwa asili alizokuwa nazo usoni. Zilionyesha mpaka mishipa ya kupitisha damu. Hata cheko ambalo alikuwa nalo muda mfupi uliopita lilikuwa limepotea haraka sana, na huwezi kujua kama alikuwa ni yeye ambaye alikuwa anacheka kwa sauti ya juu dakika chache zilizopita. Alivaa sura ya kazi. Alitaka kumuonesha spika wa bunge Neema Mbariche upande wake wa pili ambao ni ngumu sana watu wengine kujua kirahisi. Wakati wote spika wa bunge Neema Mbariche alikuwa hakutetemeka wala kuonyesha hofu dhidi ya mkuu wa kitengo cha usalama Bwana Dickson Ndunguru. Akaendelea kuwa katika hali ya utulivu. Bwana Dickson Ndunguru alitoa simu yake mfukoni na kufungua video moja na kumkabidhi simu spika Neema Mbariche, ambaye alipokea na kuitazama vizuri. Kwenye kioo alionekana kijana mmoja ambaye alikuwa ameanguka chini kwa pepo, akipiga kelele na kugaragara chini, huku watu wakihofia kumshika. Alikuwa anarusha ngumi na mateke mfululizo. Katikati ya watu akajitokeza mchungaji Mbariche na kuanza kufanya maombi dhidi ya kijana huyo mwenye pepo. Baada ya maombi ya dakika chache, kijana akatulia na mchungaji akamnyanyua juu na kutangaza mbele ya kanisa kwamba mapepo wabaya waliokuwa kimtesa kijana huyu wameshatoka mara moja, na waumini wa kanisa la Freedom Church walipiga makofi mengi na kushangilia kwa matendo haya walioyaona kwa macho ya nyama. Mungu akimponya kijana mwenye pepo na kuwa mzima kabisa. Nini ambacho kinaonyesha? Maana namuona mume wangu akiwa anafanya maombezi kwa kijana mwenye pepo. Hebu niambie kina mahusiano gani na kile ambacho tulikuwa tunakizungumza hapa? Kama huna jambo la msingi la kuniambia, unaweza kwenda kwa rais kumwambia ninachokiongea, maana muda wa kwanza ikaona karibia. Aliongea spika Neema Mbariche kwa kimkazia sura mkuu wa kitengo cha usalama wa taifa Bwana Dickson Ndunguru, naye hakuonesha kufadhaika na maneno ya spika wa bunge. Tulia taratibu, tanielewa watu. Unamfahamu yule kijana? Ndio namfahamu, ni muumini wa kanisani kwetu. Alijibu spika wa bunge Neema Mbariche akionyesha kukelekwa na maswali mfululizo yasiyokuwa na msingi ya Bwana Dickson Ndunguru. Asa ongela sana. Unafahamu vema waumini wenu wote. Unaweza kutazama na hii. Aliongea Bwana Dickson Ndunguru akiwa anafungua video nyingine kumuonyesha spika wa bunge Neema Mbariche. Video ilikuwa inaonyesha kijana yule akitoa ushuhuda mbele ya madhabahu ya kanisa ya Freedom Church,
Alianza kwa kujitambulisha, naitwa Meshak, nimezaliwa na kukulia mkoani Dodoma katika wilaya ya Kongwe kwenye kijiji kimoja kiitwacho Mlali. Nilikuja Dar es Salaam mwaka huu nikiwa hoi kitandani. Nililetwa hospitalini na kufanywa matibabu ya figo ambayo ilikuwa inanisumbua kwa muda mrefu sana. Baada ya kupatiwa matibabu nilirejea nyumbani kwetu Mlali. Nilikaa huko na mwezi uliopita nikarudi tena hospitali kutazama maendeleo ya afya yangu, kwani hali ilianza kubadilika taratibu baada ya vipimo. Daktari alikuwa ameniambia kwamba figo zangu zote mbili zinakwenda kushindwa kufanya kazi baada ya siku 7 na nisipofanywa upasuaji na kuwekewa figo mpya sitaweza tena kuendelea kuishi. Yaani nilikuwa na siku 7 tu za kuishi. Niliwasiliana na ndugu na marafiki zangu niliokuwa nao katika shida na raha kwa miaka mingi sana. Nikaomba msaada na wao kuwa wafadhili wa figo ambayo ingenifanya mimi niendelee kuishi tena, lakini hakuna aliyekuwa amejitokeza kunisaidia. Ukilinganisha mimi ni kijana nisiyekuwa na baba wala mama, kwani wote walikuwa wameshatangulia mbele zake, ambao kama wangelikuwa kwa hai hakuna hata mmoja ambaye angeshinda mimi kunisaidia. Kwa ni moja kati ya wajibu wa wazazi wengi kuhakikisha kwamba watoto wao hawapati shida yote ile wakati wakiwa wanatizama kwa macho. Nikiwa nimekosa msaada, nikiona giza zito mbele yangu, ndipo nikawa nimekumbuka kuwa kuna mtumishi wa Mungu ambaye anaweza kunifanyia maombezi na nikapona kabisa, na hapo ndipo ni mwanzo wa safari yangu ya kuja katika kanisa hili. Mungu wa kanisa hili ni mkuu sana, kwani nilipoombewa na kurudi hospitali figo zangu zilikuwa mpya kama za mtoto mdogo. Pigeni makofi mengi kwa Mungu wa kanisa hili la mchungaji Ambariche. Alitumisha kuongea kijana huyo akiwa na furaha ya ajabu sana juu ya yale aliyotendewa na Mungu katika maisha yake. Pia aliwataka watu wenye shida mbalimbali kwenye kona tofauti za dunia basi wafanye maamuzi haraka kwenda kwenye kanisa hilo ili wapate uponyaji wa matatizo na magonjwa sugu. Mpaka anamaliza kuitazama video hiyo, Speaker Neema Ambariche kuelewa ni kipi ambacho alikuwa anakilenga kukiongea Bwana Dickson Ndunguru. Dickson Ndunguru alifungua faili jingine lenye picha na kumonyesha Speaker Neema Ambariche. Picha zilikuwa ni za kijana aitwaye Meshak akiwa ameuawa na mwili wake ukiwa pembezoni mwa ufuko wa bahari. Picha za mwili wa Meshak zilikuwa zinatisha sana, kwani alitobolewa macho na kitu chenye ncha kali na mwili wake ulikuwa na majeraha tofauti. Ulitisha sana mpaka Speaker wa bunge Ambariche alishindwa kuendelea kutazama picha hizo. Ukijana anaitwa Meshak kama ambavyo amejitambulisha na mpaka sehemu alipozaliwa na kukua ni sahihi kabisa, lakini kuna taarifa zake ambazo amezificha na kudanganya kanisa ni juu ya ugonjwa ambao alikuwa anaumwa. Si kweli kama kijana huyu alikuwa anaumwa, bali alichofanya hapa ni uigizaji. Aliigiza kwa mara ya kwanza siku ambayo alianguka na mapepo, na siku ya pili ni hii ambayo alikuwa amekuja kutoa ushuhuda wa ugonjwa wa kuwa amepona ugonjwa wa figo. Haikuwa kweli, na yote alikuwa ni makubaliano ya kijana huyu na mumewe mchungaji Ambariche ambaye alikuwa anataka mvuto zaidi na kupata waumini wengi. Mvuto? Waumini wengi? Naona unachanganyikiwa tu hapo na mambo ambayo unaniletea muda huu hapa, kwani ndani ya nchi sisi pekee ndio ambao tuna waumini wengi sana ukilinganisha na makanisa yote. Mungu hawezi kufanya yote unayosema wewe. Afanye haya ili agundwe nini? Kweli hakukosea kusema usilojua ni sawa na usiku wa giza. Ni mvuto ndio. Ndani ya nchi hapa lipo kanisa ambalo lina mvuto kwa sasa hivi kuliko kanisa lenu. Ni kanisa la mchungaji Mtwambe. Mumeo hakutaka kuona watu wengi wakiwa wanaondoka katika kanisa lenu, hakuhamia kanisa la mchungaji Mtwambe. Baada ya kukaa chini kwa muda mrefu, ndipo alirudi na majibu ya kumtafuta kijana ambaye atafanya uigizaji wa kuanguka mapepo, na baada ya siku 3 atarejea kanisani kutoa ushuhuda wa kama amepona. Wala hakumpata mbali kijana Meshak ambaye alikubali kuifanya kazi hiyo kwa moyo mmoja, ikiwa ni sehemu ya kutoka katika kazi yake ya kukusanya makopo maeneo mbalimbali ya mji na kuyauza. Maana Bwana Dickson Ndunguru ni kama alikuwa ameanza kumuingia taratibu Speaker Neema Ambariche ambaye alikuwa amepata na swali la kuuliza. Ninyi mmefahamu vipi yote hayo? Maana ni mageni kwangu, na kwa miaka yote niliyoishi na mume wangu hajawahi kabisa kunificha jambo hata moja. Je, naweza kukuamini kwa yote yasemayo? Sisi tuna wapelelezi wa viwango vya juu sana, hakuna kiota cha ndege ambacho hatukifahamu. Tunaweza yajua yote yanayotendeka sirini ndani ya muda mfupi tu. Na kwenye kamera yetu ndipo tulimnasa mumeo ambaye aliamua kufanya ukatili mkubwa sana mbali na muonekano wake wa nje. Baada ya kijana Meshak kukamilisha kazi aliyokuwa ametumwa na mchungaji Ambariche ya kuleta mvuto zaidi kwa kanisa la Freedom Church, alimtafuta mchungaji Ambariche ili apate malipo yake ya $500 kama malipo ya kazi ambayo aliifanya ili aweze kumtoa kwenye maskini na kazi ya shurba za kukota makopo.
lakini Meo alikuwa amekataa kutoa $500 na badala yake alimtaka kumlipa shilingi $50,000 tu. Meshack alikataa na akaendelea kudai pesa zake zote. Bwana Dickson Ndunguru alifungua rekodi moja ya sauti ambayo ilisikika majibizano kati ya mchungaji Ambariche na Meshack ambaye alikuwa anataka fedha yake. Sauti ya mchungaji Ambariche ilisikika ikikataa na kumtishia Meshack kwamba akae mbali naye kwa muda wote ule, vurugu zake zitamfikia kwenye udongo. Sauti ilipopenya kwenye masikio ya speaker Neema Ambariche ilikuwa ni ya mumewe. Alihisi kuchanganyikiwa. Alikuwa anahitaji kujizuia kuonesha wasiwasi ambao alikuwa nao mbele ya Bwana Dickson Ndunguru, ambaye ikatisha sauti hiyo isimvuruge zaidi speaker wa bunge. Alipata kitu kipya. Kumbukumbu zake zikarejea miaka 17 nyuma ya kukutana na mchungaji Ambariche. Katika miaka hiyo yote hakuwahi sikia kitu kibaya kumhusu mtu huyo. Tunao ushahidi ya kuwa mumeo ndiye aliyehusika kumua kijana Meshack kwa kushirikiana na vijana ambao tulikuwa tumewakamata baada ya kufanya upelelezi wetu. Vijana hao wakiwa hapo kwenye chumba maalum cha mahojiano walisema kwamba walikuwa wamemkamata Meshack na kumua, kisha walikwenda kumtupa kwenye ufuko wa bahari ya Kawe. Yote hiyo yakiwa ni maagizo kutoka kwa mchungaji Ambariche ambaye alikuwa anataka ushahidi ufichwe na yeye asijulikane, lakini kwa mateso tuliokuwa tumewapatia vijana wale walimtaja. Kwa upande wetu kama kitengo cha usalama wa taifa, baada ya kumchunguza kwa muda mrefu mmeo, tukiweka mipango na ushahidi sawa wa kumweka nguvuni, ndipo ambapo wewe ulipata nafasi kubwa sana ya kuwa speaker wa bunge nchini. Tukaona ni vibaya kwetu sisi kuanza kumfungulia mashtaka mume wa kiongozi mkubwa wa serikali. Ingelikuwa ni aibu kwa serikali pamoja na kwa watu ambao mnawafundisha neno la Mungu pale kanisani. Tuliamua kuweka chini kabisa ya kabati ushahidi wote, na ndio maana mpaka leo hatujamkamata mchungaji Ambariche, lakini ushahidi upo na unajitosheleza kabisa kumtupa gerezani, na mvua nyingi za miaka gerezani zitamnyeshea. Kwa wakati huu unao uchaguzi mkubwa sana wa kuamua kuifanya kazi ya kupitisha katiba hii mpya au ukaipinge katiba, na baada ya kutoka nje ya ukumbi wa bunge ukutana na waandishi wa habari wengi wakiwa wanataka kujua mambo makubwa mawili kutoka kwako. La kwanza litakuwa ni kwa nini umeipinga katiba iliyopendekezwa na kusubiliwa na Watanzania kwa muda mrefu, na la pili ambalo litakuwa ni kubwa zaidi ya jambo la kwanza ni juu ya kukamatwa kwa mumeo ambaye sisi tutamtangaza kwamba ni gaidi na amekuwa akifanya mambo mengi maovu na kujificha nyuma ya kivuli cha uchungaji, akionyesha unyenyekevu wa uongo. Na tutaweka ushahidi wote nje ambao hata mtoto mdogo ataelewa kwa mchungaji Ambariche amefanya uovu mkubwa na hatakiwi kuendelea kukaa uraiani na kulidanganya kanisa takatifu. Aliongea Bwana Dickson Ndunguru huko akiwa anafikicha viganja vya mikono yake. Neema Ambariche alijikuta katikati ya pande mbili zenye mabavu. Upande wa familia yupo na mwanaume aliyekuwa anampenda kwa moyo wote, na upande wa pili ipo nchi yenye watu maskini. Kichwa kilikuwa kizito sana, kajikuta akiwa analala juu ya meza, maana mzigo ulikuwa ni mkubwa maradufu zaidi ya uwezo wake wa kubeba. Aliponyoa kichwa chake alirudi na jibu ambalo Bwana Dickson Ndunguru alitegemea kulisikia kwa speaker Neema Ambariche. Nimekubali, nitaenda kuipitisha katiba, lakini nataka tufanye makubaliano hapa. Baada ya katiba kupita, naomba huo ushahidi wote wa kumkamata mume wangu ufutiliwe mbali. Nitafanya hivyo kwa uaminifu mkubwa, alijibu Bwana Dickson Ndunguru kwa akiwa anatoka nje ya chumba hiko akiwa na furaha kuu, kwani ndani ya siku 2 alitekeleza majukumu makubwa mawili yaliyotolewa mezani kwake na rais. Yeye aliyafanya kwa uaminifu mkubwa. Ilikuwa ni sehemu ya ushindi kwake mkubwa sana akiwa kiongozi mkubwa wa kitengo cha usalama wa taifa. Speaker alitoka nje ya ofisi yake na kuelekea kwenye ukumbi wa kikao cha kupitisha katiba mpya. Kwa miaka mingi tulikuwa na katiba iliyotuongoza vizuri sana, lakini kila kitu kizuri huaga kikosi mapungufu. Baada ya miaka mingi kufanya marekebisho madogo ndipo tukaamua kufanya maamuzi makubwa ya kutengeneza katiba mpya ambayo kila mmoja yupo nayo. Siipigi kampeni katiba hii, lakini kwa kuitazama ndani yake imebeba dira na matamanio ya wananchi wengi sana kwa kuleta ukombozi katika taifa hili changa linalokuwa kwa kasi sana. Kazi ni waachie nyinyi wabunge mpige kula ya ndio au hapana, ndipo utajua mustakabali wa jambo hili kubwa na la kipekee sana katika taifa letu. Aliongea speaker wa bunge Neema Ambariche ikiwa ni sehemu ya maneno yake mafupi kabla ya upigwaji wa kura wa kupitisha au kupinga katiba hiyo. Katibu wa bunge alipitisha karatasi za kupiga kura na kura zilipigwa na wabunge wote. Baada ya kura kuhesabiwa, speaker alisimama ili kutangaza matokeo ya kile ambacho wabunge walikuwa wamekichangia.
kama wawakilishi wa wananchi wa taifa zima. Kwa kura zilizopigwa hapa kwa ujumla ya wapiga kura 420, wapiga kura 319 wamepiga kura za ndio na wapiga kura 101 wamepiga kura za hapana. Kwa maana hiyo, kwa mamlaka ndio nayo naipitisha hii katiba kuwa katiba ya nchi na itatumika mpaka pale ambapo itatengenezwa mpya na watu wengine. Alimaliza kuongea spika wa bunge Neema Mbariche na kukaa chini. Wabunge wacho walipiga makofi na wengi wao walinyanyuka kupinga kwa sauti ya juu sana kwamba hawana imani na matokeo hayo. Waliamini kwamba spika wa bunge ameageuza matokeo ya waliopiga kuwa wanaikubali na waliokuwa hawajakubali kwamba walikuwa wameipinga. Askari wa bunge waliingia mara moja na kuwatoa bunge wote ambao walikuwa wanaleta vurugu ndani ya ukumbi wa bunge na kuondoa utulivu. Wanachama wa CWWN waliokuwa nje ya ukumbi wa bunge baada ya kusikia matokeo ya kupita kwa katiba mpya walianzisha vurugu kubwa ambazo ziliwazidi askari wa bunge. Wanachama wa CWWN walivunja geti la kwanza na walikuwa wanaelekea ndani kufanya vurugu zaidi. Wanachama wa CWWN walikuwa na hasira haswa ambazo hawakuogopa jambo lote lile. Walihitaji kuharibu jengo la bunge lote kwa kulichoma moto, kwani hawakuona umuhimu wa jengo hilo lilokuwa chanzo cha maovu mengi ndani ya serikali. Milango ya kuingia ndani ya bunge yote ilifungwa kwa mfumo wa ulinzi wa eneo hilo. Wafuasi wa Kute walikuwa na hasira, walikuwa wanahitaji kuvunja milango ya kuingilia ndani, lakini ilishindikana. Walimwaga mafuta ya petroli na kuwasha moto kuchoma jengo hilo ili watu wote walioko ndani ya jengo wafie humo ndani. Jengo la bunge lilikuwa na mfumo maalum wa kuzima moto kwa kutiririsha maji, na moto huo uliokuwa umewashwa ulizima mara moja. Ndani ya dakika moja walishuka wanafunzi wa mafunzo ya kijeshi kwenye gari yao. Ilikuwa ni amri ya mkuu wa majeshi CDF Matedo Tadao kutuma vijana waliokuwa wanapata mafunzo ya kijeshi kwenye kambi moja ya jeshi. Vijana wenye hasira juu ya mateso ya mafunzo waliokuwa wanayapata kwenye kambi ya kijeshi walikuwa wameshikilia fimbo za chuma. Waliposhuka kwenye magari walitembeza kipigo kizito sana kwa wafuasi wa Kute. Vijana hawa walikuwa wanapiga sehemu hawarudi mara mbili, yani maana walikuwa wanavunja kabisa mifupa ya watu walioandamana. Walikuwa ni kama simba wenye njaa waliokuwa wamefunguliwa kwenye banda waliokuwa wamefungiwa kwa muda mrefu kutokana na vipigo walivyokuwa wanapokea wafuasi wa Kute. Walipopata upenyo walikimbia mbio za ajabu kuokoa maisha yao, kwani vijana wa jeshi walikuwa wanapiga ukikaa vibaya unakufa. Ndani ya muda mfupi waandamanaji wote walikuwa wamekimbia kwenye eneo la bunge. Baada ya kumaliza kazi yao walipanda kwenye magari yao na kurejea kambini wakiwa wamekamilisha kazi yao ya kuwaondoa waandamanaji kwa 100%. Turudi upande mwingine wa simulizi yetu. Mwira alifika Rufiji eneo moja majira saa 10 jioni, ambapo alikutana na kijana mmoja ambaye ni mwenyeji wake wa maeneo hayo ya Rufiji na ndiye atakayempeleka anakopatikana mganga Sombepe kwenye kijiji cha Itete. Ilipofika saa 11:30 kijana huyo mwenyeji alitoa pikipiki ambayo ni usafiri utakaowafikisha kwenye kijiji cha Itete. Pikipiki ilikuwa na uwezo wa kupita hata kwenye njia zenye matope kwa kuwa na tairi zilizokuwa zimenyanyuka juu. Njia haikuwa rafiki kwa mwendo kasi, na endapo kama dereva wa pikipiki angezidisha mwendo wangejikuta kwenye matope mazito yenye karaha. Mtu anawezaje kuishi kwenye pori kubwa namna hii? Hata sauti za ndege zinalia kwa utofauti mkubwa sana ndege wa maeneo mengine. Aliongea Mwila akiwa anasubiri dereva atie neno kwenye kile ambacho alikuwa amekiuliza juu ya muonekano wa eneo hilo ambalo ni njia ya kuelekea kwa mganga Sombepe. Kwa binadamu wa kawaida wenye nyama na damu ni kazi sana, lakini kwa msaada wa mizimu ambayo imempatia masharti ya kuishi huku, limekuwa ni jambo rahisi sana kwake. Na amekuwa akifanya kazi zake vizuri kabisa, akikutana na wagonjwa na watu wenye uhitaji kwenye giza zito pekee, ikiwa ni moja kati ya sharti la kuendeleza uwezo wake mkubwa wa tiba za kiganga. Alijibu kijana huyo mwenyeji. Kwa mambo hayo ambayo umeyasimulia ndani ya muda mfupi, nimeelewa ni kwa nini sifa zake ni kubwa sana na anajulikanika maeneo mengi sana nje. Huyu sasa hata akikupa masharti magumu ili uweze kupata mafanikio ya mali nyingi, ukiyafuatisha unaweza kufanikiwa kweli, maana si kwa mazingira haya ambayo anaishi yeye. Tangu zamani nikiwa na umri mdogo nimekuwa nikisikia hadithi mbalimbali za mganga Sombepe. Hasa nimewahi kusikia kwamba anatoa utajiri kwa watu. Hata matajiri wengi wakubwa ndani ya Dar es Salaam
wamepitia kwenye mikono yake, lakini misingi ambayo anaishi nayo mpaka leo ni kwa kila baada ya miaka 3 ndipo anamtajirisha mtu mmoja tu atakayekuwa amekidhi vigezo. Ni vigezo gani hivyo ambavyo anavizingatia? Vigezo vipo vingi, lakini kikubwa ni kwamba usiwe unadaiwa damu yoyote ile chini ya ardhi. Kwani anaamini kwamba kama mtu amewahi kuua mtu, basi damu yake itakuwa inalia ikiwa iko chini ya udongo, hivyo basi mizimu haiwezi kumpatia utajiri mtu huyo. Kama vigezo kubwa niko, basi mimi ningezaliwa na kukua ndani ya Rufiji, ningelikuwa ni mmoja kati ya matajiri ambao unawasemea hapa, kwani nisingekubali kuwa katika umaskini usiokuwa na majibu. Lini utakuwa na mwisho wake? Sio rahisi kama unavyodhania, kwa sababu ameshapanga idadi ya watu 20 ambao atawatajirisha, na mpaka leo amewatajirisha watu 10. Itabidi kusubiria miaka mingine 30. Kama atakuwa ni mzima mwenye afya, atapanga tena idadi. Labda uhai muda huo itakuwa ni bahati yako. Nimeshaukosa utajiri. Lakini kwa hili ninaloliona leo, tukimaliza tu kulifanya hapo na mchomekea na lingine la utajiri, labda leo mizimu inaweza kunipa utajiri na mimi nikarudi mjini nikiwa ni bilionea mpya. Yaani itakuwa ni mwendo wa maneno kidogo, pesa nyingi. Hebu naomba usinisawa wakati wa ese. Tufurahie pamoja. Mimi mwenyewe nimeshachoka maisha ya Rufiji ese. Nataka nisogee mjini nikakeshe kumbi za starehe usiku za mapumziko. Nifurahi na watoto naona kwenye TV tu kila siku. Kama kiu yako ni bata tu, basi usijali. Yaani umeshafika mara penyewe. Tutakula bata wewe mpaka watu waone wivu. Maneno haya yaliwafanya wote wafurahie safari hiyo ambayo ilikuwa ni ndefu kwa uhalisia, lakini kutokana na hadithi hizo za kuvutia maisha ya utajiri ambayo wote kwa pamoja walikuwa wameyaota ndani ya akili zao, walijikuta wakiwa wanafika safari yao pasipo kuchoka kabisa. Unaweza kunisubiri hapa, nahitaji kuingia humo ndani peke yangu, maana tuna mazungumzo ya tiba yanayohitaji utulivu wakati ambao nitakuwa nikielezea shida yangu iliyonitoa huko na kunileta hapa. Aliongea Mwila baada ya kukiona kibanda mbele ya macho yake ambacho ni kilinge cha mganga Sombepe anapofanyia shughuli zake za tiba. Kijana alikubali, kwani kazi yake ilikuwa ni kumleta Mwila mpaka mahali hapo, na alikuwa anavuta kibunda cha pesa na kuhusu ambacho kimemleta Mwila ndani ya eneo hilo akikuwa kinamhusu kabisa. Usipige hodi wala usivue viatu. Yaani ukifika mlangoni fumba macho wakati unaingia ndani. Hayo ndio masharti yake. Kijana mwenyeji aliyapata masharti ya mganga Sombepe ambayo yalikuwa na utofauti na waganga. Kijana mwenyeji aliyataja masharti ya mganga Sombepe ambayo alikuwa tofauti na waganga wa vilinge vingine. Mwila alitabasamu na kutikisa kichwa chake kwa mtindo wa kupiga saluti kwa kukubaliana na kile ambacho alikisema kijana huyo. Mwila alipiga hatua ukifuata kibanda hiko. Alipofika mlangoni aliyafumba macho yake pasipo kupiga hodi. Aliingia ndani ya kibanda hiko chenye giza totoro. Macho yalipozoea giza, aliweza kuona vyema kilichopo ndani ya kibanda hiko. Shuka lilikuwa limetandikwa juu ya udongo, na kwenye shuka hilo kulikuwa na vifaa vya kufanyia kazi ya uganga. Lakini kingine ambacho kilimshangaza Mwila, na kama angelikuwa na moyo dhaifu angetoka mbio kukimbia na asingerejea tena ndani ya kibanda hiko. Pembeni ya vifaa vya uganga walikuwa wamelala watu wawili wakiwa uchi kama walivyotoka kwenye matumbo ya mama zao. Mwila aliwasogelea na kuanza kuwakagua maeneo tofauti huku akiwaita kwa sauti ya kawaida, lakini hakuna ambaye alikuwa amejibu chochote kile. Aliendelea kuwatizama kwa kuyashika maeneo ya miili yao. Alipogusa sehemu ya shingo ya mmoja, aligusa kimiminika kizito zaidi ya maji. Kwa namna ambavyo kilivyo, aligundua haraka kwamba hiyo ilikuwa ni damu, na eneo la shingo la mtu huyo ilikuwa limekatwa kwa kitu chenye ncha kali. Alisogea kwa wapili, naye alikuwa amekatwa shingoni kama mwenzake. Aliwasha tochi ya simu yake haraka na kutazama sura za watu hao wawili. Mmoja alimtambua haraka kwamba ni mganga Sombepe, kwani alikuwa na picha yake kwenye simu, na mwingine sura yake ilikuwa ni ngeni mbele ya macho yake na kumbukumbu za akili yake. Wameniwahi, wamepita na maisha ya huyu kiumbe. Yaani kama pamoja na maajabu yote aliyokuwa nayo bado wamemuua. Hali inatisha zaidi ya vile ambavyo tunafikiria. Mwila alizungumza na akili yake baada ya kuona mbuyu ambaye ni mganga Sombepe umeangushwa chini na watu ambao hakuwa akiwafahamu, lakini walifanya kazi kwa usahihi kuzipoteza doti zote ambazo wao walikuwa wanaanza kufika hapo. Watu hao walikuwa wanawahi zaidi. Mwila alitoka nje baada ya kutoa taarifa kwa bosi wake ambaye alimtuma kwenye eneo hilo kwa lengo la kumpata mganga Sombepe. Alitembea haraka kumfuata kijana aliyemleta na pikipiki kwa lengo la kuondoka mara hapo. Vipi, umefanikiwa? Aliuliza kijana. Ndio, kila kitu kipo shwari. Tunaweza kuondoka sasa, maana nahitaji kurudi mjini leo. Aliongea Mwila akificha kile ambacho alikuwa amekiona ndani ya kibanda cha mganga Sombepe.
Hakutaka kuleta hofu kwa kijana huyu. Dereva wa pikipiki aliondoa pikipiki eneo hilo kuelekea sehemu ambayo anaishi yeye, na usiku huo Mwila akarejea ndani ya jiji la Dar es Salaam. Usiku wa saa 1 kuelekea saa 2 watu waliingia na kutoka kwenye soko ambalo lilikuwa limechukua idadi kubwa ya watu waliokuwa wamefuata mahitaji ya mapishi kwa usiku huo. Nje kidogo ya soko hilo kulikuwa na wafanyabiashara ambao walikuwa wamepanga bidhaa zao kwa machale makubwa sana, kwani muda wote mgambo wa jiji wangejitokeza na kumwaga vitu vyao huku wakiwasindikiza kwa mateke wafanyabiashara hao. Na mara nyingi mgambo walikuwa wanavichukua vitu hivyo na kutokomea navyo majumbani kwao. Hali ya uchumi ilikuwa inamgusa kila mtu kwa wakati huo. Miongoni mwa watu waliopanga bidhaa zao na kupokea wateja wengi walikuwa ni wachuma mishkaki. Kwa majira ya jioni, watu wengi hasa wanaopenda mboga ya haraka haraka ya kulumangia na ugali walifika kwenye majiko ya wauza mishkaki ili wajipatie mishkaki ya kusogeza mlo wa usiku. Kaka, angalia hapa. Karibu sana ujipatie mishkaki ya kuku mikubwa. Kuna chachandu na limau za kutosha tu, karibu sana kaka. Kijana mmoja muuza mishkaki ya kuku na ng'ombe alipaza sauti yake akizizidi sauti za wauzaji wenzake ambao walikuwa wanamuita mwanaume mmoja aliyekuwa amesimama kutizama ni jiko gani alisogelea ili kununua mishkaki. Sauti kali yenye maneno mengi ya ucheshi ilimfanya mwanaume huyo asogee karibu na jiko la kijana huyo. Kaka, upande wa kulia kuna mishkaki ya ng'ombe na kuku, kushoto ni mishkaki ya kuku. Sasa chagua ipi ambayo tunaanza nayo? Tunafunga au unakula papa? Aliuliza muuza mishkaki yule kwa sauti ile ya ucheshi ambayo ilimshawishi mnunuaji kujiona amefika sehemu na anapata huduma ya kifalme. Nataka unifungie mishkaki 20 ya kuku. Itakuwa ni bei gani? Hayo itakuwa ni shilingi 20,000 kaka mkubwa. Vipi, ni kuwekena chachandu na limao? Aliuliza muuzaji huko akiwa anafunga mishkaki 20 kwa haraka. Idadi ya mishkaki iliyoagizwa ilikuwa ni mingi ambayo ilinunuliwa kwa pamoja. Upepo wa biashara kwa usiku huu ulikuwa ni mzuri sana, kwani alifungua na mishkaki mingi kununuliwa kwa pamoja. Muuzaji alikuwa katika tabasamu pana. Hakuna kitu kinatia hamasa kama biashara unayoifanya kununuliwa kwa pesa nyingi tena kwa pamoja. Mguu ambao likanyaga muuzaji wa mishkaki ni ule ambao wafanyabiashara wengi utamani mara zote kuingia nao katika eneo la biashara. Usisahau kuniwekea ndimu za ziada, maana nina mama mjamzito nyumbani kwangu. Aliongea mwanaume huyu huku akiwa anaweka vizuri kofia yake kichwani. Mwanaume huyu ni Benson ambaye alitoka kwenye makazi yake ya siri kwa ajili ya kununua mishkaki. Kwa namna ambavyo alikuwa amevalia kofia ilikuwa ni ngumu sana kumtambua. Alifanya hivi ili kuficha utambulisho wake kwa watu, kwani picha zake zilikuwa zimebandikwa sehemu kubwa ya jiji, ikiwa ni mtu ambaye anatafutwa sana na jeshi la polisi kama muuaji wa kuogopwa ndani ya nchi. Hakuna shida tajiri. Kwanza hongera sana bosi wangu, na kwa ajili ya mama kijacho nitakuwekea 2 kabisa. Yaani ili kama mimba ni ya watoto mapacha, kila mmoja apate yake kwa kujinafasi na kesho rudi tena hapa. Ngoja basi nimpeleke, akipenda leo basi nitarudi. Hata kila siku nitakuwa sina hata ujanja tena. Sema nini kaka? Heri yako wewe ambaye umepata kipesa huko kwenye mihangaiko yako tu ya kila siku, kaona upite hapa. Ubebe chote kitu kwa ajili ya shemeji nyumbani. Unaona wale pale? Aliongea muuzaji na kumfanya Benson ageuke kutazama upande ambao alikuwa ameonyeshwa atazame watu hao. Benson kaona vijana wawili wakimfuata mtu mmoja aliyevalia koti kubwa na kuvaa kofia yake mpaka kichwani. Ilikuwa ni vigumu kwa Benson na muuzaji wa mishkaki kuona sura ya mtu huyu aliyekuwa ameshikilia mfuko mkononi mwake akiwa ametoka ndani ya soko hilo kuvinunua. Vijana hao wawili walikuwa wanamfuata taratibu hatua moja mpaka nyingine. Wamefanyaje tena wale watu? Mbona wanatembea tu? Au kuna jambo baya ambalo mlifanya hapa sokoni? Aliuliza Benson akiwa anageuza uso wake kumtazama muuza mishkaki. Kaka, ukiwatazama wale vijana wanaomfuata ule jamaa mwenye koti pale, wanasubiri tu aje kwenye 18 zao wapite na vitu vyote alivyobeba pale. Kwa maana nyingine ni kwamba wamemchukulia kama ndezi fulani hivi. Wanasubiri aingie kwenye chocho moja tu alafu wamsaule kama vimbunga hivi. Yaani ni wahovyo sana wale vijana. Wanasubiri mtu anunue tu vitu na kupeleka familia yake, na wao ndio wachukue nafasi ya kujinufaisha tu. Natamani siku moja wakutane na mtu mmoja awape adabu kubwa sana ili waache, maana miaka na miaka wamekuwa wakifanya kazi hizi. Na hata wewe hapo ukiwa unaondoka hapa, ukiweza chukua bodaboda ondoke nayo, maana vijana wa mtaa bwana wanatisha sana, wanatembea na mapanga na nyembe za hatari sana. Lakini hilo sio lengo langu kukuonyesha wale vijana. Lengo lako ni lipi na unamaanisha nini? Hebu niambie. Akauliza Benson kwa kivuta umakini zaidi, maana alikuwa bado hajamuelewa vizuri muuzaji wa mishkaki huyo mwenye story nyingi. Naendelea kutoa pongezi kwako kwa kumkumbuka shemeji. Wale vijana watampola yule mtu, ni kazi yao waliozoea, lakini kinachoniuma sana ni matumizi ya hizo pesa atakazopata baada ya kuuza hivyo vitu.
watatumia kwenye pombe, sigara na madawa kulevya, na kuwasahau kabisa mabinti waliowazalisha na kuwatelekeza nyumbani wakiteseka peke yao na watoto ambao watakosa malezi, na baadaye watoto hao wanakuwa ni vibaka wakifanya kazi hizi za kupora watu. Umezunguka we. Nikawa naitafuta point yako kwa umakini mkubwa sana, ni wapi na lenga, kumbe ni kwenye malezi ya watoto hao. Hapo mimi sina neno la kuchangia, lakini ndugu yangu, unaonekanika ni mshereheshaji mzuri sana. Miezi michache ijayo nitakuwa na harusi, nataka nikualike ili ushereheshe siku yetu kwa madoido hayo. Benson aliamua kubadili mada juu kwa juu, ikiwa ni kutowaongelea sana watu hao, kwani kufanya hivyo kungemuongezea hasira ya kupita na maisha ya vijana hao. Alifahamu vizuri sana moyo wake ukiwa na hasira kupita kiasi, waga nafanya matendo ya kinyama zaidi ya wanyama wa porini. Sitakuangusha hata kidogo, ni miaka mingi sijashika kipaza sauti, lakini kwa hiyo yako hiyo aise, nitakishika kuongea maneno mapya ya kigeni, tena nitafanya bure kabisa yani. Aliongea muuza mishikaki huko akiwa anamkabidhi Benson mishikaki yake, na alivyotazama muda ulikuwa umekwenda sana. Aliaga na kuondoka eneo hilo akielekea upande ambao walipita vijana wawili wakimfuata mtu yule ambaye alikuwa mwenye koti. Benson aliongeza mwendo baada ya kupita kichoro cha kwanza, akakata kona kuelekea kulia, na kwa mbele kidogo aliona vijana wawili wakiwa wanafanya sawa sawa na maneno ambayo alikuwa amesema muuza mishikaki. Walikuwa wametoa panga zao na wamemweka katikati mtu ambaye alikuwa ametoka sokoni akiwa amebeba mfuko wenye bidhaa za sokoni. Benson akasogea taratibu kuelekea walipokuwa wamesimama vijana ambao na mtu wao alijipendekeza kwenye chucho zao. Vijana hao hawakuonesha hofu hata kidogo pale Benson alivyokuwa anatembea kuwasogelea taratibu. Benson hakuwa na haraka kufanya kitu chochote kile. Aliamua kuwa mpenzi mtazamaji tu, kwani mara ya kwanza alivyomwona mtu aliyetoka ndani ya soko na kufuatwa na vijana vibaka wawili, alijua na wasiwasi mtu huyo, kwa namna jinsi ambavyo alikuwa amebeba mfuko na tembea yake haikuonesha kwamba ni mtu wa kawaida au boya kama vijana hao walivyomwona kwenye macho yao. Watoa kila kitu ulichonacho kabla hujala panga la kichwa hapo. Aliongea kibaka mmoja ambaye alimsogelea mtu huyo na kuingiza mikono yake mfukoni mwa suruali na koti la mwanaume huyo, lakini mpaka anatoa nje hakuwa amekuta chochote kile ndani ya mifuko hiyo. Wewe boya, unatembeaje kifara bila pesa? Unataka sisi baba zako tukaishi vipi? Aliongea kijana huyo kwa sauti ya kujinasibu kuwa ni baba wa mtu huyo, ingali kwa umri hakuwa anafikisha hata miaka 22. Kijana huyo alivyoona mtu huyo hakujibu chochote kile wala kutoa pesa ambazo alikuwa anazihitaji. Kwa huo wakati alirusha mteke wa kumkwatua mtu huyo, ambaye hakuanguka wala kutikisika, aliendelea kusimama vile vile. Kibaka alishika mfuko ambao aliubeba mtu huyo na kuvuta kwake kwa nguvu, lakini mfuko nao haukusogea, wala mkono ulioshika mfuko ulikuwa na nguvu kubwa kuliko alizonazo kijana wa Kibaka. Kengele hatari ilianza kugonga kichwani mwa Kibaka huyo. Alijiona chaka lolokuwa amelitega kukamata mtu limeanza sasa kuwageukia na kuwatishia wao. Wakati anajiuliza cha kufanya kwa wakati huo dhidi ya mtu huyo, alipokea ngumi nzito iliyotua kwenye jicho lake la kushoto, ikifuatiwa na sauti ya namna ngumi ilivyokumetua vizuri kwenye fuvu la Kibaka huyo. Alianza kuyumbayumba kwa kuona nyota mbele yake. Ngumi ilikata mawasiliano ya kichwa chake kwa muda, akajikuta akiwa anachuchumaa chini. Jambo ambalo lilikuwa ni kosa kubwa sana kulifanya, kwani alimpatia uhuru mtu huyo kushusha juu ya mgongo wake teke zito la guu la kushoto ambalo limpeleka mpaka chini na kujikuta mwili mzima na mdomo wake ukionja radha ya maji machafu ambayo yalikuwa yanatilika katika kichochoro hicho, baada ya mkazi mmoja kufungulia chemba ya choo, ile shimo la choo, na majira ya usiku ikiwa ni kwenye kupunguza kiasi cha maji machafu kwenye shimo lake. Basi radha yote alikutana nayo kijana huyo ambaye aliipima ukali wake. Kibaka mwingine alivyoona mambo yameharibika alichomoka kwa mbio, lakini hakufika mbali, kwani mtu huyo waliyemvamia alimwahi kwa kudunda juu ya ukuta na kuachia teke zito la mgongo lilompeleka mbele na kujibamiza ukutana, kaanguka chini. Alinyanyuka kwa kujibetua mbele, alikuwa amesimama mtu ambaye amempiga teke. Kibaka hakuwa na namna zaidi ya kujitetea tu, alijiweka sawa kukubaliana na mtu huyo ambaye walizani kwamba ni boya, kumbe ni mtu anayejitosheleza kwenye uwanja wa mapigano. Kibaka alikuja kwa kurusha panga lake lenye makali. Mtu huyo alipangua pigo hilo kwa kupiga mkono wenye panga hadi panga lenyewe likaanguka chini. Kibaka alipatwa na hofu kubwa sana alipomtazama mtu aliyesimama mbele yake. Aliona ni kifo kinachotembea muda wote ule kilikuwa kinamvuta. Alianza kurudi nyuma kwa kipiga kelele ya kuomba msaada, watu waje wamsaidie. Mtu huyo alikuwa anamfuata taratibu. Kibaka alijikuta yuko chini baada ya kujikwaa. Ai mama weki, una changu.
naomba nisamee, sirudi tena, usiniue naomba. Alalamika kijana huyo akibananisha mikono yake kwa namna ya kuomba msamaha uwawe, huko akiwa anaugulia maumivu ya kiuno, kwani alijikuwa na kujibamiza kiuno vibaya juu ya jiwe ambalo lilikuwa lipo kwenye kicholoiko. Mtu huyo alimtizama kwa sekunde pasipo kusema neno lolote, aligeuka na kuondoka zake. Ilikuwa ni kama muujiza kwa kijana huyo baada ya kuona ameachwa salama na mtu ambaye alimuona ni jini la kifo. Mambo yote yaliyotokea Benson aliyashuhudia kwa macho yake mawili. Alikuwa akimfuata mtu huyo kwa nyuma kule ambapo alikuwa anaelekea. Safari ya mtu huyo iliishia baada ya kukuta daraja moja kubwa. Alishuka chini ya daraja na huko Benson naye alimfuata, huko akiwa makini kutazama kama kuna mtu mwingine anamfuatilia kwa nyuma. Kiongozi, acha usifanye hiyo kazi. Naomba niachie mimi hiyo kazi, nitaifanya. Ustahili kufanya hiyo kazi nikiwa pembeni yako, aliongea Benson akiwa ameinamisha kichwa chake chini kama ishara ya kutoa heshima kwa mtu huyo ambaye alimuita kiongozi. Walijisikia vibaya kwa mimi kuchota huu mchanga. Nafanya hivi kama hatua ya mwisho ya kugusa mwili wa mke wangu. Sikufanikiwa kugusa siku ambayo umauti ulikuwa umemchukua kwenye daraja hili, alijibu mtu huyo huku akiwa anaendelea na kazi yake ya kuchota mchanga na kuweka kwenye mfuko ambao alikuwa amekuja nao. Baada ya kuhakikisha kwamba mfuko umejaa, alisimama na kuvua kofia ya koti ambayo alikuwa ameivaa muda wote tangu anatoka sokoni. Mtu huyo alikuwa ni John Senyagwa. Alikuwa chini ya daraja, sehemu ambayo gari ilianguka na kulipuka. Mlipuko ambao ulichukua maisha ya mkewe pamoja na kijana wake Bernard, wakati ambao walikuwa wanawakimbia TDD, wakati huo ikiwa chini ya komando Mboji. Baada ya siku 3 tukutane nchini Kenya, huko ndiko ambako tutafanya maziko ya huu mchanga. Ningependa mke wangu akalale kwenye ardhi ambayo damu yake itatulia kabisa. Haitotoa kilio ikiwa iko ardhini, kwani atakuwa meziko kwa ardhi ambayo haijamfanyia mabaya yote yale. Naamini hata roho yake pia itapata utulivu kwa ambapo alipo. Sawa kiongozi, lakini kuna jambo ambalo halijakaa sawa mpaka muda huu kwa upande wetu. Jambo gani hilo ambalo halijakaa sawa mpaka muda huu ili tulishughulikie mapema? Sadiki, Aiman Zariton yuko mikononi mwa kikosi cha TDD ambacho kinamshikilia kwa ulinzi mkali sana pale hospitali ya taifa. Tutawezaje kwenda Kenya pasipo yeye ambaye ni mwenzetu? Akauliza Benson kwa sauti ya upole na unyenyekevu mbele ya kiongozi wake. Beni, unafahamu nini cha kufanya? Ndio maana nimesema kwamba tukutane Kenya baada ya siku 3, na ni lazima wote tuwe kule. Ni muhimu sana apatikanike kabla hizo siku 3. Kazi unaweza kuifanya ndani ya siku 2 tu, na Sadiki atakuwa mbali na mikono TDD. Kwa wakati huu TDD hawana nguvu tena kama ya zamani, kwani kazi yao ilikuwa ni kuwatafuta ninyi, na rais amebadili upepo wakati huu. Amefanya kama vile kuwasahau kabisa watu wa upande wangu. Maneno ya John Senyagwa ilimshangaza sana Benson, kwani mtu huyo alikuwa ndani ya gereza la Seita, lakini alikuwa anafahamu mambo mengi yaliyokuwa yanatokea uraiani, mpaka yale nyeti kabisa ya kwamba rais amechana mpango kwa kutafuta wafuasi wa John Senyagwa pamoja na nguvu kidogo walionayo TDD kwa wakati huu. Kiongozi, umewezaje kujua kuwa TDD ndio ambao wanamshikilia Sadiki na nguvu yao walionayo mpaka sasa hivi? Beni, unajisaulisha sana wakati tunaye Walker mwenye uwezo wa kuona mambo yaliyotokea pembe zote za nchi baada ya kupita sekunde 2 tu. Nilipotoka ndani ya gereza la Seita, kazi ya kwanza kabisa niliyoifanya ni kumtafuta Walker ambaye ni jicho langu la 3. Na kupitia rekodi za video alizonazo Walker niliweza kuona na majisa ambavyo Sadiki alikamatwa pale Ninosi Casino. Naona Dr. Uvambe ameamua kuonesha makucha yake ya ubaya ambayo alijitahidi kuyaficha kwa muda mrefu sana. Sasa hivi anatulazimisha tumlipe kwa yale aliyotendea dhidi yetu. Kwani ulikuwa unafahamu tangu zamani kuwa Dr. Uvambe ni mtu mbaya dhidi yetu? Ndio, nilikuwa namfahamu kabla hata hajajua kwamba na ujua ubaya wake wote. Wiki vipi kiongozi? Kwani kuna mambo mengine ambayo amewahi kuyafanya kabla hujaondoka? Akauliza Benson akiwa anahitaji kufunguliwa ufahamu na John Senyagwa ambaye alikuwa anayajua mambo mengi sana ambayo alikuwa anayafanya kwa chini sana huko. Dr. Uvambe. Dr. Uvambe ni nyoka zaidi ya vile watu wanavyofikiria, na amejificha kwenye kile kivuli cha upole na utaratibu aliokuwa nao. Lakini ni nyoka mwenye sumu kali, hata anapopita ukigusa mchanga wake tu unaweza kukuzuru. Kabla sijaenda gerezani, alitumwa kuniua kwa sumu ambayo alikuwa anaiweka kwenye kichupa cha dawa ya sindano ambayo alidhamiria kunichoma kwa siku ambazo nilikuwa nimelazwa kwenye hospitali ya taifa. Alitokea mtu na kubadili kichupa chenye sumu na kuweka kichupa chenye dawa kawaida isiyokuwa na sumu. Alifanya majaribio yake mara 3 lakini hakufanikiwa kabisa. Mtu yule alikuwa makini zaidi ya kuokoa maisha yangu. Kwa wakati huo alisimama katikati ya kutetea maisha yangu dhidi ya hila nzito za Dr. Uvambe na watu waliomtuma kunipoteza. Huyo mtu alifanya huo ukombozi ni zaidi ya mtu mwema kwa upande wetu.
kwani alifanya jambo la kuweka alama kubwa sana ndani yetu. Lakini kwa upande wa Dr. Uvambe ni mtu ambaye hakutakiwa kuvuta dunia mpaka leo. Kuna sababu kubwa ambayo ilipelekea usituambie kwa wakati ule kiongozi? Akauliza Benson kwa upole sana. Hiyo ni story ya siku nyingine, kwa sasa hivi nenda ukafanye mpango wa kumtoa Sadiki kwenye mikono ya TDD. Na baada ya siku 3 tukutane Kenya. Nahitaji tukiwa tuko huko tupange mipango mipya juu ya uelekeo wetu wa wakati huu na ujao pia. Na kutakia mafanikio mema. Aliongea John Senyagwa na kupotelea gizana kimwacha Benson akiwa amesimama hapo, ameinamisha kichwa chake chini. Benson aliamua kuondoka kurudi kwenye maficho yake ya siri ambayo ni sehemu anapoishi kwa wakati huu, kukwepa mkono wa serikali na Rino ambaye alikuwa anamtafuta kwa nguvu zote. Baada Benson kuvamia kwenye makazi yake na kuondoka na Rusia ambaye alikuwa ni malipo ya baba Rusia kupoteza mzigo wenye thamani kubwa sana wa Rino. Lakini Benson alitumia ubabe mkubwa kufanya uvamizi na kuachia kipigo kizito kwa vijana wake. Benson aliingia kwa kunyata baada ya kufungua mlango na kumkuta Rusia akiwa amelala kwenye moja kati ya kochi. Benson alitembea taratibu baada ya kuweka mishkaki juu ya meza na kuanza kuelekea chumbani. Nyumba ni yako lakini unaingia kwa kama mwizi hivi. Hizo ni tabia za wapi Ben? Aliuliza Rusia baada ya kuamka kutoka kwenye usingizi na kumfanya Benson aliyekuwa na nyata aache kutembea. Hapana. Sijaingia kama mwizi, mguu wangu una shida kidogo hapa chini kwenye goti. Alijibu Benson kwa namna ya kujitetea. Pole, urudi hapa nione hiyo shida unayosema. Nikupe tiba kabla shida ijawa kubwa nikakupoteza bure. Au sijali sana, niko sawa tu. Niko poa kabisa, ni shida fupi, nikinyosha vizuri tutarejea katika uimara wake tu wa kawaida. Alijibu Benson na kumfanya Rusia akubaliane na jambo hilo, kwani alimfahamu vyema mwanamume huyo kwamba ni mtu mwenye mazoezi makali sana. Na akiamua kufanya mazoezi hutumia masaa mengi mpaka masaa 5 kujiweka sawa tu. Kwa hiyo shida ndogo ya maumivu ya mguu angeweza kuitatua mwenyewe. Benson aliingia ndani kubadili nguo na kurudi alipokuwa Rusia. Walikaa mezani kupata chakula cha usiku pamoja. Kwani tangu Rusia malize kupika aliweka chakula mezani pasipo kuonja hata punje. Alikaa kumsubiri Benson mpaka arejee. Mishkaki na ila yote. Wewe hutonja hata mmoja, sio kwa kuniweka hapa mwenyewe muda wote huo. Mimi nimekuwa ni mlinzi wako wa nyumba kwani? Aliongea Rusia kwa sauti yenye madeko. Huku akifungua mfuko wenye mishikaki, alianza kuitafuna mmoja baada ya mwingine mpaka yote 20 naisha. Kwa hiyo umejua kunikomoa. Yaani mishikaki yote niliyoileta umeitafuna. Mimi nimeambulia mafuta tu ya mishikaki. Huyo mtoto tumboni atakuwa ni kidume haswa bana, sio kwa kula huko ise. Ili siku nyingine usirudie tena kuchelewa kurejea hapa, kwa ninapatwa na wasiwasi sana juu yako. Usichelewe tena, hata mtu mmoja anakukumbuka sana ukiwa mbali naye. Nafahamu kwamba siku atakayotokea duniani atakosa kumuita baba. Naweza kukuomba wewe baba wa mwanangu, yani siku zote akuite wewe. Na ikiwezekanika awe hodari na shujaa kama wewe, kupambana na kutetea watu wengine wasiokuwa na nguvu wala sauti katika dunia hii. Aliongea Rusia kwa sauti iliyotawaliwa na huzuni na majonzi mengi sana ambayo alikuwa anayabeba kwenye moyo wake. Sawa, nitakuwa baba kwa huyo mtoto. Tuweke ahadi ya kuitunza hii siri, kwamba isije kutokea wakati wote ule akafahamu kama mimi si baba yake wa kumzaa. Nitamlinda na kumtetea, atakuwa upande wangu siku zote. Alijibu Benson na kumfanya Rusia mkumbatie kwa nguvu, kwani alimuona mwanamume ni zaidi ya mkombozi wa maisha yake, kwani alijitolea kumsimamia na kumtunza mtoto wake atakayezaliwa tena kama baba wa mtoto. Muda ulisogea sana kwa wawili hao, kwani walipiga story nyingi tu juu ya yale walioyapitia miaka mingi iliyopita. Lakini Benson alificha sehemu kubwa ya historia yake, kwani alibeba mambo mengi ya kutisha. Ulifika muda Rusia alikuwa amelala juu ya miguu ya Benson akiwa amealegeza macho yake kwa usingizi ambao ulikuwa unamnyemelea. Benson alimbeba Rusia na kwenda kumweka kitandani na kumfunika shuka vizuri, kisha alitoka nje ya chumba hiko na kurejea chumbani kwake. Alilala na kuamka saa 9 usiku. Alivaa mavazi yake meusi na kuweka vizuri kishoka chake, ikiwa ni silaha ambayo anapenda sana kuitumia. Alitoka nje ya nyumba hiyo kwa kutumia njia ya siri akiwa juu ya pikipiki kubwa. Alikuwa kwenye mwendo wa juu sana. Alikuwa anawahi eneo moja ambalo alitakiwa kufika kwa haraka majira hayo ya saa 9 usiku, ikiwa ni hatua ya kwanza ya kufanikisha kazi ya kumtoa Sadiki kwenye mikono ya TDD. Tuishie hapo msikilizaji katika hii sehemu ya 9. Tuwe pamoja katika sehemu ya 10 tumalize msimu wa kwanza, alafu pamoja mimi na wewe tukauanze msimu wa 2. Mtunzi ni Radios John, director Oni kutoka Simulizi Max, ndo niko nyuma mic. Baki na mimi kwa burudani zaidi katika sehemu ya 10 ya The Great Fall, anguko kuu. Bye.
Na ukaribisha msikilizaji wangu katika sehemu ya 10 ya msimu huu wa kwanza wa simulizi yetu nzuri The Great Fall, anguko kubwa. Tulipokuwa tumeishia katika sehemu ya 9 ni pale ambapo Benson alimbeba Rusia na kwenda kumweka kitandani na kumfunika shuka vizuri kabisa. Kisha katoka nje ya chumba hiko na kurejea chumbani kwake. Alilala na kuamka saa 9 usiku. Alivaa mavazi yake meusi na kuweka vizuri kishoka chake, ikiwa ni silaha ambayo alikuwa anapenda sana kuitumia. Alitoka nje ya nyumba hiyo kwa kutumia njia ya siri akiwa juu ya pikipiki kubwa. Alikuwa kwenye mwendo wa juu sana. Alikuwa na eneo moja ambalo alitakiwa kufika kwa haraka majilao ya saa 9 usiku, ikiwa ni hatua ya kwanza ya kufanikisha kazi ya kumtoa Sadik kwenye mikono ya TDD. Rajons John ndo mtunzi wa simulizi yetu inayokwenda kwa jina The Great Fall, na hii ikiwa ni sehemu ya 10 na mwisho wa msimu wa kwanza. Na baada hapa tutakwenda kuunguruma vya kutosha katika msimu wa pili kujua nini mwisho haya yote. Juni Sinyago yuko nje wala hana hata wasiwasi. Amepanga ndani ya siku 3 aweze kuingia ndani ya nchi ya Kenya kwenda kuzika majivu ya mabaki ya marehemu mkewe, akiamini kwamba kimzika huko Kenya basi mkewe atapata kutulia kwa sababu ni nchi ambayo haijahusika na kumwaga damu yake. Alafu baada ya hapo watapanga mipango wanaelekea wapi baada ya hapo. Walipanga mipango gani ilikuwaje, lakini alimpa kazi Benson akasema najua anaweza kumtoa ndani ya siku 3 na tunatakiwa kuwa wote Kenya kwa sababu TDD hawana makucha marefu kama vile alivyokuwa. Ilikuwaje? Twende pamoja. Director wetu kutoka Simulizi Mix ni kwenye mamaiki. Tunaendelea kumaliza msimu wa kwanza. Ndani ya SMX hapo unapata msimu wa pili. Kama unakosa SMX hapo tucheki WhatsApp 0677062012 ujipatie msimu wa pili mpaka mwisho kabisa bila kusubiri. Twende pamoja katika sehemu ya 10 tumalizie msimu wa kwanza. Benson aliendesha pikipiki kwa mwendo wa juu sana. Ndani ya muda mfupi alikuwa yupo kwenye speed ambayo ni vigumu kuona vitu vya karibu. Mara zote hutokea hivyo dereva wa chombo chochote kila kwa kwenye kasi ya juu sana huaga makini zaidi kutazama mbele ili kuepuka ajali. Pia huaga na uwezo wa kuona vitu vya mbali zaidi ya vya karibu. Dakika 20 alikuwa amefika kwenye mtaa wa Changanyikeni, moja kati ya mtaa wa jiji la Dar es Salaam. Wakati huo sehemu yote ya mtaa wa Changanyikeni ilikuwa ni giza totolo kutokana na eneo lote kukosa huduma ya umeme. Changanyikeni ni mtaa ambao wakazi wake ni hawa yani wenye vipato vya chini sana, ambao kwao kwa siku kupata milo miwili ilikuwa ni anasa kubwa. Watu waliishi kwa mlo mmoja tu. Vipato duni na hali ya umaskini uliokithiri ulipelekea watu wengi kushindwa kumudu gharama za kuvuta umeme kwenye vibanda vyao, na wale wachache walioweza walishindwa kuendelea kulipia gharama za unit ambazo zilikuwa kubwa sana ukilinganisha na vipato vyao. Watu wakarudi kwenye matumizi ya vibatali, na ilipofika usiku wa manane eneo lote lilimezwa na giza nene. Benson alishuka kwenye pikipiki kwa umakini mkubwa sana. Alitoa tochi ndogo ambayo alikuwa nayo mfukoni na kuanza kumulika kwenye njia ipitayo kwenye kichoro kimoja ambacho alikuwa anakifuata. Alitembea kwa kukatiza vichochoro kadhaa mpaka alipotokea mbele ya kijumba kimoja. Benson alijikoza kisha akagonga mlango wa bati la kijumba hiko mara 3. Kimya kifupi kikapita, mlango ulifunguliwa na Benson aliingia ndani mara moja na mlango ulifungwa. Benson alimfuata mwenyeji wake aliyefungua mlango wa chumba hicho kimoja ambayo mbele kulikuwa kuna lifti. Waliingia ndani ya lifti hiyo ambayo walishuka mpaka sehemu ya chini kulipokuwa na vyumba vingine. Muonekano wa sehemu ya chini ya kijumba hiko ulikuwa ni tofauti sana na ule uliokuwa nje, kwani kulikuwa na taa zinawaka vizuri tofauti na nje ambapo panaonekanika palikuwa na giza zito. Pia sehemu ya chini ilikuwa imejengwa kwa kuta imara zaidi ya kuta za kijumba kilichopo sehemu ya juu. Sina muda zaidi wa kuendelea kukaa hapa. Naomba nitazame mzigo. Huu hapa, ubora wake ni zaidi ya zote ambazo nimewahi kukutengenezea. Kwani huu unaweza kuhimili joto kubwa linalofikia nyuzi joto 50, lakini pia kwenye baridi kali inaweza kuhimili baridi kwenye nyuzi joto 3 pasipo kuharibika. Gharama yake ni kiasi gani? Zote mbili gharama yake ni milioni 20. Bei imepanda kutokana na ubora wake wa kuhimili joto kali na baridi kali pasipo kuonesha tatizo lolote. Na kama mzigo utaupenda zaidi ya mizigo mingine yote ambayo umewahi kuchukua kwangu. Sawa. Ninayo dhahabu yenye uzito wa kilo 1. Thamani yake ni milioni 80. Nitachukua hizo mbili. Siku nitakayorejea hapa nahitaji niipate yenye taswira ya mwanaume wa Kihindi. Benson aliongea huku akiwa anakagua sura bandia ambazo alikuwa amekuja kuzifuata usiku huo. Jambo la kwanza kwenye safari yake ya kumwokoa Sadiki kutoka kwenye mikono ya TDD ilikuwa ni kupata sura bandia ambazo atazitumia kwenye kazi yake. Ndipo alifanya mawasiliano na mwanaume mmoja mwenye asili ya Kichina anayefahamika kwa jina la Yi Chen, ambaye ni muuzaji bingwa wa sura bandia zenye ubora wa hali ya juu sana. Kazi hii ilimkutanisha na watu hatari ambao walihitaji sura bandia kwa ajili ya kufanya matukio mengi ya kutisha. Miaka yake 2 ndani ya nchi ya Tanzania imekuwa ya mafanikio makubwa sana kwa Yi Chen, kwani amekuwa akivuta mpunga mrefu kutokana na kazi ya kuuza sura bandia zenye ubora mkubwa.
Baada ya kufanikiwa sana na biashara hiyo na mara kadhaa akiponyoka kwenye mikono ya polisi waliokuwa wanahitaji kumkamata kutokana na uwepo wake kusababisha kutokamatwa kwa wahalifu wengi ambao wamejificha kwenye sura bandia, Yichen alifanya maamuzi magumu ya kwenda kujichimbia kwenye mtaa wa Changanyikeni ambapo ni ngumu sana kwa askari polisi kumfikia. Yichen aliamini eneo hili ni sehemu salama sana kwa maisha yake pamoja na biashara yake ambayo alikuwa anailinda kwa asilimia zote. Baada ya wiki moja mzigo wa sura ya mwanaume wa Kihindi utakuwa umeipata tena, nitakuongezea awe na ndevu hivi nyingi sana, aliongea Yichen akiweka dhahabu juu ya kifaa kimoja. Geng. Yichen alicheka mpaka jino lake la mwisho lilikaonekanika kwa furaha aliyokuwa nayo baada ya kusikia mlio wa kifaa hicho. Mlio huo ulikuwa unampatia ishara kwamba dhahabu hiyo ilikuwa ni yenyewe wala hajapigwa. Yichen ni mtu mwenye kupenda sana kuingiza pesa. Hii ilikuwa ni safari yake ya kukimbia umaskini kwa kasi ya ajabu sana. Kutokana na kuwajua vizuri wateja wake huaga ni watu wa madili sana, na aliamua kuwa macho zaidi kwa kuongeza mashine zenye uwezo wa juu kwenye biashara yake ili aweze kutambua pesa na madini halali na bandia, ikiwa ni sehemu ya kujiweka salama na kutokupigwa na wateja wake. Kuna jambo ambalo nilikuwa nimesahau kukwambia, ni muhimu sana. Jambo gani? Akauliza Benson kwa kumtazama usoni Yichen ambaye alionyesha tabasamu. Mzigo wa leo kwa malighafi iliyotengenezwa unaweza kuingia nayo benki yoyote ile kupiga Tokyo, pasipo kamera zilizofungwa maeneo mengi ya nchi kutambua kwamba umevaa sura bandia. Natamani kufahamu unaenda kufanya kazi gani na kama kuvamia benki au mimi ni kuongezea nguvu jambo lifanikiwe kwa haraka sana na umakini mkubwa. Aliongea chini kwa Kiswahili kilichonyoka. Alionyesha uhodari mkubwa wa kuongea Kiswahili kama mtu aliyezaliwa nchini. Ni kawaida kwa watu wengi kutokea mabara mengine wanapojifunza Kiswahili huelewa kwa haraka zaidi, na ndio maana hata Yichen amekuwa hodari kwenye lugha ya Kiswahili. Moja ya kitu ambacho unatakiwa kujifunza ni kuheshimu mipaka ya kile unachopaswa kukiongea na kile unachotakiwa kubaki nacho ndani ya moyo wako. Nafahamu kwamba unashirikiana na Lino kuingiza madawa ya kulevya nchini kupitia bandari ya Kilwa, na mwezi huu umeingiza kilo 50,000 za madawa ya kulevya. Mna vituo 5 hapa mjini vya kusambaza madawa ya kulevya. Naweza kuwa nafahamu mengi kuhusu wewe, lakini nimechagua kipi cha kuongea na kipi natakiwa kubaki nacho ndani yangu. Usisahau unatakiwa kuchambua neno moja kabla ulimi wako haujatamka na kupenya kwenye masikio ya watu. Pia mimi na wewe hapa hatufahamiani, usivuke mipaka. Benson aliongea kwa anatoka nje ya nyumba hiyo ya chini kwa kutumia lifti, akiwa amechukizwa na swali lilokuwa ameulizwa na Yichen juu ya matumizi ya sura bandia alizokuwa amenunua. Benson alionyesha ni kwa namna gani anafahamu mambo mengi ya siri ya Yichen, lakini aliamua kukaa kimya tu, kwani aliheshimu mipaka ya kipi cha kuzungumza na kipi cha kuhifadhi moyoni. Mpuzi nini? Anachukuliaje huyu lafa mpaka anaongea maneno yote haya ya kijinga mbele yangu? Maswali mfululizo Yichen alijiuliza huku hasira zake zikiongezeka maradufu. Ai mama! Yichen alipiga kelele za maumivu baada ya kupiga ngumi ukutani na kujikuta akiwa anapatwa na maumivu ya mkono. Alikimbilia chumbani na kujitupa kitandani akijipozea maumivu yake ndani ya shuka, akiendelea haruga chafu dhidi ya Benson aliyekuwa ameshaondoka kwa wakati huo. Matone ya mvua yaliacha kuanguka na kulipa nafasi jua kuangaza. Mwanga ulipenya mpaka kwenye dirisha na mlango wa chumba kimoja ambacho ndani yake kuta za chumba hicho zilikuwa zimebandikwa magazeti yenye picha za wasanii mbalimbali wa muziki duniani kote na wachezaji maarufu wa mpira wa kikapu nchini Marekani katika ligi ya NBA. Chini pakiwa umetandikwa kapeti zuri la rangi nyeupe likiwa na mistari ya rangi nyeusi. Usafi na uzuri wa kapeti ni wa kuvutia, ni kama mithili ya ngozi ya pundamilia. Mpangilio na umaladi wa chumba hiko unatusogeza mpaka kwenye meza yenye vitu vichache pamoja na simu ambayo ilianza kuita kwa sauti kubwa lakini haikupata mpokeaji mpaka inakatika. Awamu ya pili ilianza kuita tena. Mwanaume aliyekuwa amelala juu ya kitanda cha karibu na meza alipeleka mkono mezani na kuipokea simu. Alishika simu kwa mkono mmoja na kuiweka sikioni na mkono mwingine akifikicha macho kuondoa uchafu wa machoni ili aweze kuona vizuri. Vipi mzee, uko wapi? Sauti ya upande wa pili kasikika ikiwa inauliza swali baada ya kuona simu imepokelewa. Niko kwa nyumba, ndo nashtuka hapa baada ya simu kuita sana karibu na sikio langu. Mwanaume huyo aliongea kwa sauti ya kivivu ikionyesha bado wengi la usingizi lijamtoka vizuri. Bado nalala sana mpaka muda huu jamani, kwa pesa ipi ulionayo kwa mfuko? Hebu acha uvivu wa kimaskini huo. Hebu amka tuwahi uwanja wa maadhimisho, watu watoshafika hapa. Bado wewe tu.
Sauti ya mtu wa upande wa pili wa simu iliendelea kusisitiza kuwa Badru awai, kwani alikuwa amechelewa sana. Yaani nilikuwa nimesahau kabisa kama leo ni sherehe ya madaraka. Hebu ngoja basi najiandaa kalaka pande dakika chache nitakuwa niko hapo. Aliongea Badru na kukata simu bila kusubiri jibu kutoka upande wa pili wa rafiki yake huyo. Alishuka kitandani kwa haraka na kusimama kama ameshikilia kichwa kwa muda. Alikuwa anahisi maumivu kwenye paji la uso. Alijinyoosha kidogo huko akiwa anafuata mlango. Ai. Badru alipiga kelele kama ameshikilia kidole chake cha mwisho cha mguu wa kushoto alichokuwa amekipigiza kwenye ndoo ya maji ambayo ilikuwa iko pembeni ya mlango. Kutokana na baridi ya asubuhi alipata maumivu makali sana. Hizi pombe nazo hazipukutiki mpaka asubuhi bwana. Aliongea kimoyomoyo akiwa anafungua mlango na kutoka nje ya chumba. Dakika 10 Badru alizitumia kujiandaa na kuvalia jinsi nyeusi na t-shirt nyeupe yenye maandishi yaliyosomeka vema, miaka 80 ya madaraka Kenya. Alijitazama kwenye kioo kikubwa baada ya kuona yupo sawa na anaweza kusimama mbele ya yote ule kwa kujiamini. Alichukua manukato na kujipulizia vyema kisha kama ametoka nje ya chumba na kukifunga vizuri. Bado aliishi uswahilini licha utanashati aliyokuwa nao. Alitembea haraka kwa kukatisha vichochoro vya mtaa huo na kutokea barabara kubwa. Alitembea macho yake yakiwa makini kupita pembeni ya barabara hii asikutane na dhahama ya ajali asubuhi hiyo. Alitembea hatua chache mbele ya macho yake, aliona jambo ambalo lilipelekea mapigo ya moyo wake yabadilike ghafla na kumwendea haraka. Oh God, huyu Sauda, aliongea Badru kwa sauti ya taratibu sana yenye mshtuko ndani yake, akiwa ameduazwa na tukio ambalo macho yake alikuwa amelishuhudia kwa mbele yake na kujikuta akisimama ghafla. Mbele macho yake aliona gari aina ya Crown ikiwa imesimama pembeni ya barabara na binti mrembo alikuwa ameshuka kwenye gari hiyo. Binti huyo anayetambuliwa na Badru kama Sauda alishuka taratibu akiweka miguu yake vizuri isikanyage maji ya mvua yaliyokuwa yameweka kidimbwi kidogo katika barabara hiyo. Sauda anapiga hatua mbili mbele na kugeuka kwa madaha kama mlimpwende anayegombania ulembo wa dunia. Kisha aliishusha miwani yake na kutupatia nafasi ya sisi kuona uzuri wa macho yake madogo meupe mazuri. Aliacha tabasamu lilokuwa limechanua vyema usoni mwake na kuvipa nafasi vishimo vidogo vidogo vilivyopo mashavuni mwake vionekanike kwa uzuri zaidi. Kisha alibusu kiganja cha mkono wake na kupuliza ganja hiko ikiwa ni ishara ya busu lisafirishwe na upepo na limfikie aliyekuwa ndani ya gari hilo. Mambo hayo yote Badru aliyashuhudia vizuri kama alitaka kuishiwa nguvu, lakini alijipa nguvu kwamba anatakiwa kusimama kiume. Moyo wake ulijawa na hasira. Alikitazama kiganja cha mkono wake na kukunja ngumi huku akipiga hatua kuelekea kule alipokuwa amesimama Sauda pembeni ya Crown. Tunatangulia uwanja wa Nyayo, yani uwanja wa taifa wa Kenya. Utatukuta huko. Jumbe fupi iliingia kwenye simu ya Badru. Baada ya kuisoma tu alibadili wazo la kumfuata Sauda alipokuwa amesimama na kuamua kuondoka zake. Badru aliamua kutoyapa maumivu ya moyo nafasi ya kumuendesha na kumuongoza mwili na akili kwa pamoja. Kwani kufanya hivyo kungempatia shida zaidi na kujikuta mfungwa wa gereza la kudumu la maumivu ya mapenzi. Alikatiza kichoro kingine mpaka stendi ya matatu ya daladala, ambapo aliingia kwenye daladala zinazoelekea uwanja wa Nyayo ambapo sherehe za madaraka ya Kenya zinapofanyika. Siku ya sherehe za madaraka ni siku muhimu sana na zenye maana kubwa kwa watu wote wa nchi ya Kenya, kwani miaka 80 ya uhuru inawakumbusha namna nchi ilivyojikomboa kutoka utawala wa kikoloni. Siku hii imekuwa ikiwahimiza Wakenya wengi kudumisha amani, upendo na mshikamano baina yao kwa kuupinga vikali ukabila ambao chembe zake ndogo zilikuwa bado zimetawala mioyoni mwao. Umati mkubwa wa watu ulikuwa umejazana ndani ya uwanja wa Nyayo na wengine kukosa nafasi ya kuingia ndani. Walitazama sherehe hizo kupitia runinga. Mioyo ya watu ilikuwa imejawa na shauku ya kuhitaji kumsikiliza rais wao ambaye ni mbeba maono ya nchi, Rais Mendradi Iloto, ambaye kupitia hotuba zake nyingi zilizopita amekuwa akiwahakikishia kwamba siku ya sherehe za madaraka za mwaka huo kutakuwa na mabadiliko makubwa ndani ya nchi kwa kuongeza mishahara ya wafanyakazi wa umma, kuachia huru namba kubwa ya wafungwa wa magerezani ili warudi mtaani kuendeleza na uzalishaji. Pia kupitia siku hiyo itatoa dira ya vijana wengi wa Kikenya wasiokuwa na ajira. Kuanzia siku hiyo serikali itaweka bayana mipango mipya na yenye tija kwa maendeleo ya taifa, kwani kupitia mipango hiyo itapunguza asilimia kubwa ya umaskini. Mambo yote yaliongeza shauku mpaka kwa watu wa nchi za jirani ambao walikuwa wanafuatilia sherehe hizo kwa ukaribu kuona namna jinsi nchi ya Kenya itakavyoweka dira yake ya maendeleo siku hiyo. Sherehe zilikuwa zimefana sana. Vikundi mbalimbali vya kijeshi vilionyesha uhodari wake kwa namna jinsi wanavyoweza kukabiliana na adui yoyote yule.
Watu waliokuwa uwanjani hapo walivutiwa sana na jeshi lao lilivyokuwa imara kwa kuwa tayari wakati wote kuwalinda. Mpaka unafika wakati wa rais kutoa hotuba, Rais Menedrad Iloto hakuwa amefika uwanja wa sherehe. Watu wengi walijiuliza maswali tofauti ambayo yalipata majibu pale ambapo naibu rais Twaribu Oshilinde aliposogea karibu na kipaza sauti. Nimefurahi kuona vile Wakenya wenzangu mko na mapenzi makubwa kwa nchi yetu. Kwa namna mnavyojitokeza kweli, tutapiga hatua kwenye maendeleo yote tunayopambania. Tumefanya kazi kubwa kwa kujenga miradi mikubwa ya kimkakati. Tuna bandari yetu inayohudumia nchi jirani. Pia tumetanua miundombinu ya barabara, hakuna foleni nyingi barabarani, hata nyie pia ni mashahidi wakubwa. Tumepiga hatua kwenye swala la nishati ya nchi yetu kwa hivi sasa. Mmesahau hata umeme umekatika lini? Hapo vipi jamani? Kuna matata? Hakuna. Umati wa watu bwana wengi uliitikia kwa pamoja kwa furaha sana. Iloto, 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 Iloto. Sauti za watu zilianza taratibu zikaendelea kuwa nyingi. Watu walikuwa wakiita jina la Rais Iloto. Ni kweli walikuwa wanahitaji kumsikiliza yeye akiyazungumza yale aliyowaahidi kwa muda mrefu. Ni sawa, najua mnataka kujua kuhusu Mheshimiwa Rais. Hayo nitawajibu mwishoni. Ngoja nielezee yote ambayo aliyonituma kwenu hapa. Mheshimiwa Rais Menedrad Iloto kwa mamlaka alionayo pamoja na serikali anayoongoza ameongeza mshahara wa 30% kwa watumishi wote wa umma na kuachia huru wafungwa wapatao 20,000 katika magereza yote nchini ili warudi wilayani kufanya uzalishaji na kujiongezea kipato zaidi. Niwaombe radhi Wakenya wote, Mheshimiwa Rais Menedrad Iloto ameshindwa kushiriki pamoja nasi kutokana na uwepo wa kikao muhimu sana cha Umoja wa Mataifa ambacho kimebeba dira ya maisha mazuri yetu wote wa Kenya. Nipende kuomba radhi kwa unyenyekevu mkubwa kuhusu swala hili la ajira kwa vijana na dira mpya kwa taifa. Ni naibu rais Twaribu Oshilinde aliweka kituo hapo baada ya msaidizi wake kumnong'oneza kitu huku akimuonesha jambo kwenye kishikwambi alichokuwa nacho. Tukiona kwenye kishikwambi lilimwacha mdomo wazi. Aliponyanyua macho yake kutazama mbele, aliwaona watu waliokuwa ndani ya uwanja huo wakionyeshana kitu kwenye simu zao. Jambo hili lilimpa wasiwasi sana naibu rais Twaribu Oshilinde, kwani tukio aliloliona yeye kwenye kishikwambi lilikuwa limewafikia mpaka raia kwa wakati mmoja. Ni nini atafanya naibu Twaribu Oshilinde dhidi ya jambo hilo ambalo sisi hatulifahamu ni jambo gani ambalo alionyeshwa na msaidizi wake kupitia kishikwambi? Swali hilo baki na mimi. Kwa miaka mingi nafsi zetu zimekuwa zikipelekwa huku na kule na upepo uvumao na uongo. Watawala wetu wamekuwa wakizishibisha nafsi zetu kwa uongo kwa kusimama nyuma ya mgongo wa siasa, mpaka kwenye mambo ambayo hayahitaji kichaka cha siasa. Yapo mambo mengi ambayo yanayotokea sirini na mengine hadharani na macho yetu yamekuwa yakishuhudia. Nimeletea jambo moja ambalo kila mtu atakubaliana na mimi kwamba serikali yetu inaongozwa na watu wahuni tu. Sisi kama taifa linalohitaji kupiga hatua mbele hatuwezi kuvumilia jambo hili. Mwanamume mmoja mweusi akiwa amevalia suti nyeusi pamoja na tai yake ya rangi nyekundu aliyasema hayo akiwa amekaa kwenye kiti na mbele yake pakiwa na vipaza sauti vya waandishi wa habari waliokuwa wanachukua tukio hilo moja kwa moja na kulirusha mtandaoni moja kwa moja. Mimi Joshua Mwaikambo, nikiwa mzalendo wa kweli wa taifa hili lenye mizizi ya haki, naomba niwapeleke moja kwa moja na ninyi mjione kile ambacho kimenifanya niwe mbele yenu majira haya. Mwanamume huyo alijitambulisha kama Joshua Mwaikambo. Aligeuza kompyuta mpakato ambayo alikuwa nayo mezani. Waandishi wa habari walisogeza zaidi kamera zao karibu na kompyuta hiyo mpakato ili kuichukua kile ambacho kilikuwa kinaonekana kwenye kioo cha kompyuta. Picha ziliwashtua mpaka waandishi wa habari, lakini hawakuacha kuendelea kuchukua tukio hilo moja kwa moja, kwani kazi yao kuu ilikuwa ni kujulisha umma juu ya yale yaliyokuwa yamekusudiwa kuwekwa wazi siku hiyo na Joshua Mwaikambo. Kilichoonyeshwa ni picha za Rais Menedrad Iloto akiwa amelala juu ya kitanda cha hospitali. Bila kuingiza na kutoa hewa ulikuwa eneo la mdomoni zikimsaidia kupumua vizuri. Pembeni ya kitanda alichorala rais kulikuwa kuna mashine kubwa ambayo ilionyesha mapigo ya moyo, na mstari kwenye mashine hiyo ulionyesha bado mtu huyo yupo na uhai ndani yake kwa kuendelea kuonesha mawimbi ya kupanda na kushuka. Watu wote wamejionea ili kwa macho yenu mahali alipo Rais Menedrad Iloto. Mnaweza kuchagua kuamini upande wote ule unaofaa.
Mnaweza kuniamini au mkawaamini hao wahuni waliojazana ndani ya serikali kwa kuzichezea akili zetu na kuona kama vile wanawaongoza watoto wadogo tusiojua chochote kinachoendelea. Mimi nauthibitishia umma kwamba Rais Medrad Iloto hayupo kwenye kikao cha Umoja wa Mataifa, bali yupo hoi kitandani akipambania uhai wake, na kama mimi ni mwongo basi serikali ijitokeze na kulikanusha hili kwa kuweka bayana na kutaja nchi aliyopo muda wa rais. Pia watuonyeshe picha zake akiwa katika kikao cha Umoja wa Mataifa kama ilivyo kawaida yao siku zote. Niwatakie sherehe njema za Madaraka, kwa ni siku kubwa sana na ya kipekee kwa taifa letu. Ndicho alichokizungumza mwanaume huyo kwenye video fupi ambayo ilikuwa imesambaa kwa kasi sana. Joshua Mwaikambo ni mwanasiasa na mpinzani wa muda mrefu wa Rais Medrad Iloto katika chaguzi tofauti za nchi ya Kenya. Alichokizungumza Joshua Mwaikambo kilipata umaarufu mkubwa ndani ya nchi kwa kusambaa katika maeneo mengi. Watu waliokuwa ndani ya uwanja wa Nyayo nao taarifa hizi ziliwafikia kupitia vifaa vyao vyenye uwezo wa kuingia kwenye mitandao ya kijamii, na hata ambao hawakuwa na vifaa hivyo waliona kupitia vifaa vya wengine. Wakati ambao naibu rais Twaribu Orishilindi alikuwa akihutubia taifa, ndio muda ambao watu walipozipokea taarifa hizo na kuwafanya wasimame wakimtizama naibu rais Twaribu Orishilindi kwa macho yenye maswali mengi juu ya kukiamini kile ambacho alikizungumza mwanzo. Naibu rais Twaribu Orishilindi aliacha pumzi nzito, kwani jambo lilokuwa mbele yake ni mlima mzito ambao alikuwa anatakiwa kuupanda kwa tahadhari kubwa sana. Na endapo atateleza hata kwa neno moja, angeibomoa nyumba ya uaminifu walioijenga kwenye mioyo ya raia wao waliokuwa na mtizamo kwa wakati huo. Poleni sana ndugu zangu wa Kenya kwa taarifa hizi ambazo ni uzushi wa mitandaoni tu. Nafahamu kwa asilimia kadhaa inawezekana kwamba zimeloa mioyo yenu, lakini mimi kama kiongozi wenu nilichokisema ni cha kweli juu ya taarifa za mahali alipokuwepo Mheshimiwa Rais Medrad Iloto. Hivyo basi asitoke mtu mwenye nia mbaya na taifa letu na kuvuruga umoja wetu tuliojenga kwa muda mrefu sana na kwa nguvu zote. Mimi mwenyewe kabla ya kufika hapa nilizungumza na Mheshimiwa Rais Medrad Iloto ambaye ameniagiza kuyasema haya yote ambayo nimeyasema siku ya leo juu ya ahadi ambazo Mheshimiwa Rais Medrad Iloto alizitoa kwenu kwa muda mrefu. Kuhusu yeye kwamba yupo hoi kitandani ni taarifa za uongo ambazo tunazikemea kwa pamoja sisi kama taifa la Kenya. Naomba mtizame simu zenu kwenye mitandao ya kijamii muda huu. Kuna video ambayo inamuonyesha Mheshimiwa Rais akiwa Uswisi kwenye kikao cha Umoja wa Mataifa. Aliongea naibu rais Twaribu Orishilindi na kuwapa nafasi watu wapekwe kwenye simu zao. Video iliyotuma muda huu kwenye ukurasa rasmi wa Ikulu ikimuonyesha Rais Medrad Iloto akiwa anafuatilia kwa umakini hotuba ya katibu wa Umoja wa Mataifa. Ndani ya muda mfupi tuligawanyika katika makundi mawili. Wapo waliokuwa wanapiga makofi baada ya kuiona video hiyo kwenye ukurasa wa Ikulu, lakini wapo wengine ambao hawakuthubutu kupiga hata kofi moja, kwani taarifa hizi mbili zilijenga mkanganyiko kwenye akili zao. Ni kama walikuwa njia panda wasijue wapi pa kuamini, kwani video zote mbili zilimuonyesha Rais Medrad Iloto. Kutokana na hotuba ya naibu rais Twaribu Orishilindi ilikuwa ni ya mwisho kwenye ratiba ya sherehe za Madaraka, basi alihitimisha kwamba ni mwisho wa maadhimio hayo ya sherehe za Madaraka, na alikuwa anawatakia mafanikio mema kwenye shughuli zao za kila siku. Watu waliondoka wakijadili mambo tofauti juu ya sakata hilo, juu ya mahali alipokuwa Mheshimiwa Rais Medrad Iloto. Mitandao ya kijamii, watu kutoka pande tofauti walikuwa wanajadili mambo hayo yaliyokuwa yanaendelea kwenye nchi ya Kenya. Hemingway Hotel, hoteli kubwa ya kisasa yenye hadhi ya nyota 5 iliyopo ndani ya mji wa Nairobi, ndipo eneo ambalo Joshua Mwaikambo alifanyia mkutano wake na waandishi wa habari. Waandishi wa habari waliitika kweli ndani ya chumba hiko, ambapo walirusha tukio hilo moja kwa moja na kulipasua anga la Kenya kwa kuwagawanya watu katika makundi mawili yenye mjadala mzito. Joshua Mwaikambo baada ya kuipasua serikali kwa uthibitisho aliokuwa nao na alikuwa anataka raia wamuamini kwa 100%, alitoka nje ya chumba hiko kwa mwendo haraka akiwa na walinzi wake wawili wakiwa wanamlinda kwa kumzunguka kuhakikisha kwamba kiongozi wao anatoka salama eneo hilo. Kwa muda mfupi uliopita alipokea taarifa ya uwepo wa askari polisi nje ya hoteli wakiwa na nia ya kumkamata. Askari polisi walipoingia kwenye chumba kilichotumika kumfanyia mkutano walikuwa wamechelewa sana, kwani Joshua Mwaikambo alikuwa ametolewa nje kupitia njia ya siri ya hoteli hiyo. Kamanda aliyekuwa anaongoza askari hao aliwapa amri watoke na kuzunguka zaidi kuhakikisha kwamba Joshua Mwaikambo haendi popote pale.
Askari polisi mmoja alitoa kelele za maumivu huku akiwa anashikilia sehemu ya paja lake la kulia ambalo lilikuwa limepigwa risasi na jeraha lilikuwa linavuja damu. "Chukua tahadhari, shambulia!" alipiga kelele kamanda wa askari polisi akiwapa amri askari waanze kushambulia. Risasi kasikika kukiwa na majibizano makali ya risasi kati ya askari polisi dhidi ya mwanaume mmoja aliyekuwa miongoni mwa waandishi wa habari waliofika mapema. Milio ya risasi ilisikika kukiwa na majibizano makali ya risasi kati ya askari polisi dhidi ya mwanamke mmoja ambaye alikuwa miongoni mwa waandishi wa habari waliofika mapema. Huyo mwanamke ndiye aliyekuwa amefyatua risasi na kumpata askari huyo polisi kwenye sehemu ya paja. "Wekeni bunduki zao chini mara moja, nitamuua huyu," aliongea mwanamke huyo mwenye bastola akiwa ameelekezea bastola yake karibu na kichwa cha mwandishi wa habari ambaye alimweka mbele kama ngao. "Msisogee hata hatua moja." Mwanamke aliendelea kuwapa amri askari polisi ambao bado walikuwa wameshikilia bunduki zao wakipiga hatua fupi fupi kumfuata mwanamke huyo. "Sawa, askari, wekeni silaha chini," aliongea kamanda wa askari baada ya kumuona mwanamke huyo hana masihara hata kidogo. Muda wote ule alikuwa anampiga risasi mwandishi wa habari aliyemteka. Askari polisi walitii agizo la kamanda wao na kuweka silaha zao chini wakimtizama kwa umakini kile ambacho alikuwa anataka kufanya mwanamke huyo. Ndio risasi ulisikika tena na askari mwingine alienda chini baada ya risasi kumpata mguuni. Alipotaka kufanya ujanja wa kuwai bunduki yake, mwanamke mwenye silaha alikuwa haraka zaidi yake kwa kumpiga risasi iliyomshusha chini ndani ya dakika moja. Ndani ya muda mfupi mwanamke alikuwa ni tishio kwa askari polisi, kwani aliwashusha chini askari wawili kwa risasi. Askari aliyekuwa amesimama pembeni zaidi ya wengine alichomoa bastola yake na kufyatua risasi mbili za haraka ambazo moja ilimkuta mwanamke huyu kwenye kichwa chake, kwani alichelewa kumuona askari alifyatua risasi. Risasi nyingine ilitoa shingoni mwa mwandishi wa habari. Askari polisi alimwahi mwandishi wa habari aliyekuwa anavuja damu nyingi eneo la shingoni alipopigwa risasi. Mwandishi wa habari alijitahidi kusema maneno lakini alishindwa kuongea hata neno. Risasi ilikuwa imemtoboa shingo na kutokezea upande wa pili. Ndani ya dakika moja roho yake iliukimbia mwili. "Kamanda, Joshua Mwaikomo anatoroka kupitia njia baharini," aliongea askari mmoja aliyekuwa anachungulia upande wa ufukweni kupitia dirisha la chumba hiko. "Tedeni," aliongea kamanda wa polisi kwa kutoa amri akimwachia mwandishi wa habari aliyepigwa risasi, kwani alikuwa amemshika muda wote mpaka nakata roho alifia mikononi mwake. Askari polisi walitoka kwa walipofika ufukweni walikuwa wamechelewa sana, kwani Joshua Mwaikomo alikuwa ametoroshwa kwa boti kupitia bahari iliyokuwa karibu na hoteli ya Hemingway. Askari polisi walirudi ndani kuikusanya miili ya mwanamke aliyekuwa amepatwa na upinzani kwa majibizano ya risasi pamoja na mwili wa mwandishi wa habari. Gari ya ugonjwa ilifika na kuchukua miili hiyo na kuipeleka mochwari. Kamanda wa askari polisi alielekea ofisini kwa meneja wa hoteli ya Hemingway. Baada ya maongezi mafupi kati ya meneja na kamanda askari polisi, kamanda aligundua kitu cha tofauti kilichopo kati ya matukio hayo pamoja na meneja wa hoteli ya Hemingway. "Tutaongozana mpaka kituo cha Central Police. Kuna maelezo kadhaa ambayo nahitaji niyapate kutoka kwako," aliongea kamanda wa askari polisi akiwa amemtizama usoni meneja ambaye alikuwa anakwepesha macho yake yasigongane na macho ya kamanda. "Sawa mkuu, hakuna shida. Kutokana na kazi za hapa naomba nifike kituo cha polisi baadaye jioni, ndo nitakuwa na nafasi mkuu," aliongea meneja akiwa anampatia mkono kamanda wa polisi, mkono wenye cheki ya $100,000 ambayo alikunja sana. "Hili ni jambo la kitaifa, unaweza kusimamisha kazi zako zote na tuelekee kituo cha polisi, ni muhimu sana," aliongea kamanda wa askari polisi akiweka cheki hiyo mezani ambayo meneja wa hoteli alikuwa ameitoa kwa kama mlungura ambao ungeweza kumziba mdomo kamanda huyo ambaye aliugomea nje. Kamanda wa askari polisi alitoka nje ya ofisi ya meneja akimsubiria nje meneja wa hoteli ya Hemingway. Askari polisi waliondoka na meneja mpaka kituo cha polisi ili kupata maelezo yote ya kile ambacho kilitokea muda mfupi uliopita katika hoteli ya Hemingway. Askari polisi walimchukua meneja wa hoteli ya Hemingway mpaka kituo cha polisi Central Police. Askari wawili walimpeleka ndani ya chumba maalum ambacho mahojiano yatafanyika ndani yake. Kaa hapo kwenye kiti. Askari mmoja alikuwa ametoa amri kwa meneja wa hoteli ya Hemingway ambaye alitii mara moja kwa kukaa kwenye kiti hiko huku mikanda bizito ikifuatia kwa kuifunga mikono, miguu pamoja na kiti alichokalia. Mikanda ilikuwa imekaza sana, meneja hakuweza hata kutikisa mkono wala mguu. Baada ya kuhakikisha kama meneja hawezi kufanya jambo lolote ile ndani ya chumba hiko, askari polisi walizima taa na kutoka nje ya chumba. Giza lilikimeza chumba ndani ya muda mfupi. Meneja hakuweza kuona chochote
kile, japokuwa hakuwa amefungua macho yake. Japokuwa hakuwa ameyafunga macho yake, kichwani alijawa na maswali yaliyokuwa yanapita mfululizo kwa akili yake juu ya mahojiano hayo yatakuwa na namna gani, kwani aletwe katika chumba chenye giza kubwa namna hiyo. Masaa alisogea sana pasipo mlango kufunguliwa. Miguu na mikono yake ilipokea maumivu ya kutosha kutokana na mikanda kukaza kweli kweli. Ilifika wakati hakuhisi hata tena maumivu. Ganzi iliyotokana na damu kutopita kwa uhuru kwenye mikono na miguu ilizuia maumivu ya mkanda kwenye mikono na miguu. Ubaridi uliokuwa ndani ya chumba hicho uliongeza hisia za usingizi karibu na macho yake. Alishtuka baada ya kusikia sauti ya mlango wa chumba hicho ukifunguliwa na kufungwa. Hakumtambua vyema mtu aliyeingia ndani ya chumba hicho kwa namna alivyokuwa anatembea kwa kuachia kishindo kizito juu ya sakafu. Ilidhihirisha mtu huyo alikuwa amevaa kiatu kirefu. Meneja aliyekuwa ameelekeza macho yake kwa mtu huyo aliyekuwa anakuja na kusimama pembeni yake. Mtu aliwasha taa ndogo iliyokuwa mezani yenye mwanga hafifu, ambao mwanga wake uliweza kuangaza eneo alilokuwepo wao tu na sio chumba kizima. Baada ya kuyalazimisha sana macho yake kumtazama mtu huyo, Sonia aligundua aliyeingia ndani ya chumba hicho alificha utambulisho wa sura yake kwa kufunika uso kwa soksi. Mtu alikuwa mbeba begi mgongoni, alivua na kulifungua zipu, kisha akamemwaga vifaa vya kuupa mwili mateso makali juu ya meza. Alivipanga kwa utaratibu mkubwa sana, kimoja baada ya kingine. Wakati nikiwa nchini Japani mwaka fulani hivi, kitu ambacho nilitumia muda mwingi sana kujifunza na moyo wangu ulikipenda ni juu ya mwili wa binadamu. Nilifahamu maeneo mengi sana yenye udhaifu mkubwa na nilifaulu kwa alama za juu sana masomo yangu yote. Lakini kitu kikubwa nilichokishika na kukihifadhi ndani yangu ni nidhamu. Yaani nidhamu kwa kila kitu, kiwe ni chenye uhai au kisichokuwa na uhai. Na ndio maana hata nilivyomwaga vifaa hapa hivi, nilikumbuka nidhamu ni jambo la kwanza kuliko yote. Nikajirekebisha kwa kuvipanga vifaa vyangu vyote. Kwako wewe nahitaji nidhamu yako pia ya hali ya juu sana. Wakati ambao tutakuwa tunafanya mazungumzo yetu. Mazungumzo ni vifaa vya mateso. Ni mazungumzo gani hayo? Hakuna kitu ninachokifahamu. Nimeshasema hata kwa kiongozi wenu, ni heri uniruhusu nirudi kazini kwangu tu nikaendelee kutengeneza pesa. Yaani nchi zilizoendelea huko Ulaya, matajiri wanatengeneza pesa ndefu sana kwenye biashara zao. Huku kwetu ndo kwanza tunakamatana kwa mambo yasiyokuwa na kichwa na miguu. Yaani mnanileta hapa tena mnaniambia kwamba tufanye mazungumzo juu ya jambo ambalo mimi silifahamu. Sina kitu cha kuongea na kuendelea kuniweka tu hapa ni kuniongezea umaskini na kuifanya nchi yote hapo kuendelea kuwa maskini. Aliongea meneja kwa jeuri baada ya kusikia sauti ya aliyesimama mbele yake ni mwanamke ambaye anaweza kumtikisa tu kwa maneno yake pia. Meneja huyo aliona kukaa hapo ni kujiongezea umaskini ambao utaendelea kuishikilia nchi kwa muda mrefu. Nipo hapa kukutesa kwa mateso ambayo yatakufanya useme kila unachokifahamu kuhusu tukio lilotokea leo. Sitakuwa na muda wa kubembeleza. Pia sitakuhakikishia kwamba utatoka salama pasipokuwa na jeraha hata moja kwenye mwili wako. Sauti yenye kujiamini katika viwango vya juu sana ilipenya vyema kwenye masikio ya meneja. Sauti ilikuwa nzuri na ya kuvutia, lakini maneno yake yalikuwa ni makali sana ambayo yalimuingizia hofu meneja baada ya kuyasikia. Mwanamke alikuwa pembeni ya meneja kama amechukua kisu juu ya meza na kuikata suruali ambayo alikuwa ameivaa meneja kutokea chini kuelekea juu. Wanataka kufanya nini? Meneja alihamaki baada ya kuona suruali yake ikiwa imekatwa. Mwanamke hakumjibu, akaendelea na zoezi lake tu la kuikata suruali mpaka sehemu ya magoti ya meneja. Nitakapoanza zoezi langu wewe utakuwa unaongea kila kitu unachokifahamu kwa upana wake kuhusu tukio lilotokea siku ya leo. Aliongea mwanamke na kuchukua nyembe yenye makali juu ya meza na kufanya kitendo cha kikatili sana kwa meneja ambaye alishindwa kuendelea kuangalia namna jinsi vile alivyokuwa anafanyiwa. Ilitisha na kuogopesha. Mwanamke alikuwa anakata nyama ya mguu wa kulia kuanzia chini ya goti kuelekea chini. Alikata nyama ya juu kama anachuna ngozi ya mguu wa meneja. Mguu ulivujisha damu nyingi sana, lakini mwanamke hakuacha hata kwa sekunde jukumu lake mpaka alipokuwa amefikisha nyembe kwenye vidole vya miguu. Mwanaume uvumilivu ulimshinda, kwani maumivu aliyokuwa anasikia meneja alikuwa ni juu ya kiwango chake. Alitoa machozi mfululizo kwa kilio kikali sana kwa namna jinsi ya kuomba msaada kwa mtu wa nje ya chumba hiko. Alimtazama mtu ambaye alikuwa yuko ndani ya chumba ni kama sio binadamu wa kawaida asiyekuwa na chembe ya huruma. Wanipotezea muda kwa kutoa machozi hayo ya kinafiki. Nitahamia mguu mwingine, sema haraka sana. Nasema meneja alirusha taulo mapema sana ulingoni, kwani alijiona kabisa kwenye pambano na uvumilivu limemshinda. Mpinzani wake alikuwa anatoa mateso yaliyomtesa na kumuumiza. Alikuwa tayari kusema kila kitu ambacho alikuwa anakifahamu kuhusu tukio lilotokea ndani ya hoteli ya Hemingway.
Sikuwa nimepanga kushiriki kwa chochote kile kwenye mkutano wa waandishi wa habari wa Joshua Maikambo, lakini maisha ndio yamepelekea kila kitu kiwe hivi. Ni tamaa ambayo iliyafumba macho yangu nisiweze kutazama yatakayotokea siku za mbeleni. Wiki moja nyuma Joshua Maikambo alinifuata nyumbani kwangu na kuniomba nafasi ya kufanya mazungumzo ambayo yeye alisema kwamba ni muhimu sana. Nilikubali kutokana na heshima yake aliyojijengea katika taifa letu kwenye upande wa siasa. Lakini baada ya kuniambia kile alichokusudia kukifanya, moyo wangu ulikataa kwa asilimia zote. Alisema anataka kuikosoa serikali kwa inaficha ukweli juu ya ugonjwa wa rais ambao anaugua tena yupo hoi kitandani. Kwani zilikuwa zimepita wiki 2 pasipo mheshimiwa rais Mendrad Iloto kuonekanika uraiani. Nilivyounganisha hesabu kichwani mwangu niliona ni kweli kabisa rais hakuonekanika kwa muda mrefu, lakini swala la kutoa ushahidi huo hotelini kwetu mimi nilikuwa nimekataa. Alinipa ahadi nyingi sana kupitia tukio hilo litamuongezea sauti ya kisiasa mbele ya wananchi na uchaguzi ujao atashinda, na akiwa rais hoteli yetu haitotoa kodi yoyote ile ikiwa ni malipo ya fadhila za kile ambacho nitakuwa nimekifanya kwake. Bado sikuwa tayari na nilikataa. Mwishoni alitaja kiasi cha pesa ambacho ni vigumu kwa mwanadamu yote kukataa. Hata kwangu sikuwa na nafasi ya kukataa kiasi cha milioni 2 pesa ya Kenya. Ni kama alikuwa amefahamu nilikuwa na mkopo mkubwa ninaodaiwa benki ambao ulifikia milioni 1 ya Kikenya. Alitumia pesa kurainisha moyo wangu ambao haukuwa na namna ya kuwa ngumu tena, na kweli nilikubali ili kurahisisha kulipa deni ambalo lingechukua miaka mingi kurejesha lote. Baada ya mimi kukubali, alifurahi sana. Aliomba ombi jingine ambalo nilitega sikio kumsikiliza vizuri akiomba. Nafahamu kwamba siku hiyo askari polisi watakuja kunikamata na mimi sihitaji kuingia kwenye mikono yao. Nikiwa huko nitashindwa kuendeleza harakati zangu zinazonihitaji zaidi wakati huu. Japokuwa nitakuwa na ulinzi mkubwa, lakini nahitaji ulinzi unaotokea nje ya walinzi nilionao mimi. Nilimuuliza kama alikuwa anahitaji walinzi wa hoteli yetu wamlinde siku hiyo, lakini alitikisa kichwa kukataa kwamba hahitaji ulinzi wa namna hiyo. Sikuwa nimemuelewa. Sikuwa nimeelewa ulinzi aliokuwa na uhitaji kutoka kwangu. Nilihitaji anipatie ufafanuzi zaidi juu ya kile ambacho alikuwa anakihitaji. Aliniambia kwamba anahitaji mtu mwenye ujasiri na uwezo wa kutumia silaha ambaye ni mfanyakazi wa kawaida tu na sio mlinzi, na tena angefurahi zaidi kama angekuwa mwenye jinsia ya kike. Nilimwomba nipatie siku 2 ili niweze kufikiria kuhusu mtu wa namna hiyo ambaye alikuwa anamhitaji. Aliniahidi kwamba akipatikanika mtu huyo atamlipa 500,000 shilingi za Kikenya. Nilimuondoa wasiwasi kwamba nitalifanyia kazi swala lake, kwani alionyesha kuwa na pesa ya kutosha na alikuwa tayari kutoa pesa yoyote ile ili swala lake litimie. Joshua Maikambo aliaga na kuondoka nyumbani kwangu, akaniacha katika hali ya kufikiria nani ambaye anaweza kufanya kazi ya ulinzi ya mkutano wa waandishi na mkutano wa waandishi habari. Siku iliyofuata jina la Agnes Tau ambaye ni mfanyakazi katika hoteli yetu ya Hemingway, jina lake lilinijia kichwani mwangu. Linikumbusha tukio moja ambalo alilifanya mwanadada huyo siku moja ambayo alifanikiwa kumdhibiti mtalii mmoja aliyekuwa na silaha ambaye alitaka kufyatua risasi na kuwazuru wafanyakazi wetu. Baada ya kuamka asubuhi pasipo kumuona binti wa Kenya aliyelala naye usiku uliopita, mtalii yule aliwauliza wafanyakazi wetu ambao hawakuwa na majibu alipokuwa ameelekea binti yule aliyefanya wizi wa pesa zote kwa mtalii huyo. Ndipo mtalii akawa ametoa bastola yake aliyokuwa nayo na kuwaonyesha wafanyakazi wetu. Kwa ujasiri mkubwa Agnes Tau alijitokeza na kumdhibiti mtalii mwenye bastola kwa kumpokonya bastola yake, kisha alimweka chini ya ulinzi kwa kutumia bastola hiyo. Askari polisi walifika na kuondoka na mtalii yule. Nilipokumbuka vyema tukio hilo, nilimwona Agnes Tau ni mtu atakayefaa sana katika kufanya ulinzi kwa Joshua Maikambo siku ya mkutano na waandishi wa habari. Nilichukua simu yangu na kumpigia Agnes Tau, na kwa wakati huo hakuwa kazini baada ya kuomba ruhusa ya wiki moja. Baada ya kumpata kwenye simu, niliomba nafasi ya kukutana naye ili nifanye naye mazungumzo ya muda mfupi. Aliniambia niende nyumbani kwake ndipo tutafanya mazungumzo. Nilichukua gari yangu mpaka nyumbani kwake, na baada ya kufanya naye mazungumzo mafupi alikubali wazo langu haraka mpaka nilipatwa na mshtuko. Nikamuuliza kuna nini juu ya yeye kukubali kufanya kazi hiyo ya hatari tena pasipo hata kuniuliza maswali mengi. Alinijibu majibu ambayo alijitosheleza kabisa na kuamini kuwa nafasi pekee aliyokuwa nayo kwenye maisha yake ni kukubali kufanya hiyo kazi. Bosi naye mtoto wangu ambaye ni mgonjwa sana kitandani, anasumbuliwa na tatizo la shingo. Shingo yake haiwezi kusimama kama ilivyokuwa ya kwangu au ya kwako. Anateseka sana kitandani kwani inampatia maumivu makali sana. Mume na baba wa mtoto niliyekuwa naye alinitoroka tangu mtoto akiwa mdogo sana. Mwanangu alibaki akinitazama mimi kama tegemeo lake la pekee. Hospitali wanahitaji 2.5 pesa ya Kenya ili afanywe matibabu yatakayomfanya awe mzima kabisa. Sina msaada mwingine zaidi ya kufanya kazi. Sihitaji kuendelea kumtoa nibeba tumboni kwa miezi 9 na kumleta duniani akiteseka namna ile. Nahitaji kumsaidia mwanangu, nahitaji apone, apate nafasi ya kufurahia pumzi hii hapa pasipo na mateso. Aliongea Agnes Tau akiwa anabubujikwa na machozi yasiyokatika.
Nilitoa kiasi cha $500,000 kama malipo ya kazi ambayo ataifanya siku ya mkutano. Alinishukuru kisha akapeleka kiasi cha $250,000 hospitali. Nilipotoka kwa Agnes Tau, nikamjulisha Joshua Maikambo hatua zote ambazo nilikuwa nimekwisha zifanikisha. Aliniingizia kiasi cha $2,500,000 pesa ya kazi yote ambayo ni malipo ya kukodi eneo la mkutano na waandishi wa habari, pia malipo ya Agnes Tau. Nikafurahi sana na kurudisha mkopo benki ambao nilikuwa nadaiwa. Mpaka siku ya leo ambapo mkutano umefanyika na Agnes Tau ndio yule binti ambaye amempiga risasi pale baada ya kumteka mwandishi wa habari. Huo ndio ukweli ambao naofahamu. Hakuna kingine ninachokijua. Hakuna kitu mnificha kwenye mazungumzo yako nahitaji kujua. Je, ni nani ambaye alimpiga picha Mheshimiwa Rais Medrad Iloto pale hospitalini na kumpatia picha hizo Joshua Maikambo? Hapana, sijui kuhusu hayo mambo. Mkifanikiwa kumpata Joshua Maikambo atawaelezea vizuri. Mwanamke alichukua kisu alilalua shati alilokuwa amevaa manager na kuchukua sindano, alichoma sindano sehemu ya tumbo la manager, kisha akachukua chupa yenye kimiminika kizito akaweka mikononi mwake na kumpakaza tumboni manager. Ndani ya muda mfupi tumbo likaanza kupata maumivu makali sana. Ni kama moto wa gesi uliokuwa unachoma kwenye tumbo la manager. "Mama, naumia, nasema." Manager alitoa sauti ya juu sana. Mwanamke aliyekuwa pembeni yake alimtizama kisha akawa amechukua chupa yenye maji na kumimina maji kwenye tumbo la manager. Manager aliachia pumzi nzito baada ya maumivu ya tumbo kupungua baada ya maji kupita kwenye tumbo lake. Kutaja jina la mtu huyo ilikuwa ni hatari, maana nyuma yake kuna watu wakubwa wenye nguvu nyuma ya mtu huyo. Kumfuatilia mtu huyo ilikuwa ni hatari zaidi. Kutaja jina la mtu huyo ni hatari sana, maana nyuma yake kuna watu wakubwa wenye nguvu nyuma ya mtu huyo. Kumfuatilia mtu huyo ni hatari zaidi, ambayo itatukuta sisi wote wawili, huenda ikahusisha mpaka familia zetu moja kwa moja. Tutapotea kwenye uso wa dunia hii kimya pasipo mtu kujua tulipoelekea. Mwanamke aliyekuwa pembeni ya manager alimpatia ishara kwamba aendelee kuongea kile anachokifahamu kuhusu mtu aliyekuwa amempiga picha Mheshimiwa Rais Medrad Iloto. Mwanamke huyo alihitaji kumjua aliyepiga, japokuwa manager alishatoa tahadhari juu ya mtu huyo kuwa ni hatari zaidi ya hatari yenyewe pale ambapo jeshi litakapotaka kumfuatilia. Ni nani huyo? Umekuwa ukinifuatilia kwa siku 2 mfululizo kila niendako, ukihitaji kujua nilipozitoa picha za rais akiwa kitandani. Sikulaumu kwa hili. Labda ulikuwa unahitaji kuwa na uhakika wa jambo ambalo nimelipanga kulisema siku ya sherehe ya madaraka. Kama lina uhalisia au nadanganya, sasa umepata majibu ni wapi ambapo nimezitoa picha hizi. Imekuwa rahisi sana kwako kujua nilipozitoa, pia imekuwa rahisi sana kwangu kujua kuwa unanifuatilia. Urahisi wa mambo mawili ataleta urahisi pia wa kifo chako. Sikutishi, lakini siku ambayo utanyanyua kinywa chako kusema nilipozitoa hizi picha, upepo wa kifo utavuma kwako na kwa yule ambaye atazijua taarifa hizi na kufanya jitihada za kumfuatia yule mwanamke. Usilolifahamu, yule mwanamke amezungukwa na watu hatari sana ambao wapo nyuma yake. Hata mimi sina uwezo wa kunyanyua mkono wangu kupigana nao. Wanatisha, hata kinywa changu pia hakistahili kuongea pale wanapozungumza. Ni wakubwa na wenye nguvu za kutisha sana. Na kusihi sana ndugu yangu, funga kinywa chako ili uweze kuzifurahia siku hizi wewe na familia yako. Ngoni mwako na pesa na kila kitu cha kukufanya ufurahie maisha. Chagua kukaa kimya na uwe na amani na furaha katika siku zote za maisha yako. Maneno ya Joshua Maikambo yaliendelea kujirudia kwenye kichwa cha manager wa hoteli ya Hemingway. Alikumbuka usiku mmoja zikiwa zimebaki siku 3 kufika siku ya sherehe za madaraka. Joshua Maikambo alifika nyumbani kwake na kumwambia kwamba amegundua jambo ambalo alikuwa analifanya manager kwa siri sana. Manager alikuwa anamchunguza yeye kwa kumfuatilia kimya kwa hatua zake zote alizokuwa akizipiga kwenye swala la kuzipata picha za rais akiwa hospitalini kutoka kwa mwanamke mmoja. Swala hili likali limempa wakati mgumu manager na kuamua kufunga kinywa chake asiseme lolote kwa vyombo vya usalama. Manager alijikuta katikati. Upande wa jeshi la polisi ulikuwa unahitaji taarifa za aliyempiga picha rais. Pia upande aliyepiga picha ulikuwa na nguvu sana ambayo ilimpatia shida kila akiwa anafikiria kuhusu maisha yake pamoja na familia yake. Manager alikaa kimya kwa sekunde chache akifikiria ni kipi afanye kwa wakati huo. Anaitwa Sheriff Isa, ni nesi wa muda mrefu katika hospitali ya Nairobi. Ndiye aliyempiga picha kwa siri sana Mheshimiwa Rais Medrad Iloto akiwa kitandani. Pia ndiye aliyempatia picha Joshua Maikambo na kuzitoa kwa raia. Lakini mwanamke huyo sio mtu wa kawaida. Nyuma yake kuna watu hatari sana. Naona ni vema kama msimfuatilie kabisa, maana wanaweza kupotea askari wengi sana ambao hawana hatia. Manager aliamua kutoa siri yote ya mtu aliyempiga picha rais.
Meneja kutaka kuendelea kupokea mateso makali akiwa hai. Aliona ni vyema kama watu wabaya watapita na roho yake ni sawa tu, lakini alikuwa anahitaji kwanza kutoka kwenye chumba cha polisi cha mateso makali. Anapatikana wapi huyu Sheriff Issa kwa wakati huu? Hapa nasifahamu. Mnaweza kuchunguza anakopatikanika, lakini si washauri kufanya hivyo. Mnaweza kupotea nyinyi wote hapa kwenye uso wa dunia. Mwanamke aliyekuwa anamfanyia mahojiano meneja alitoka haraka sana nje ya chumba pasipo kusema lolote juu ya tahadhari alizokuwa amezisikia kutoka kwa meneja. Alipishana mlangoni na daktari aliyekuwa ameingia kuwahi kumfanyia matibabu meneja, kwani walifahamu vyema mwanamke huyo hajawahi kufanya mahojiano pasipo kumwachia majeraha mazito mmojawa. Alitoa soksi aliyokuwa amefunika usoni mwake kwa muda wote aliyokuwa kwenye chumba cha mahojiano. Urembo wa sura yake ulikuwa tofauti sana na kile alichokuwa ametoka kumfanyia meneja kwenye chumba cha mahojiano. Uzuri wake ungewafanya wanaume wamtolee macho ya uchu akitembea na wengine wakijitosa kabisa kuhitaji namba zake za simu ili wapate karibu naye pasipo kujua hatari aliyokuwa nayo binti huyo. Alipiga hatua na kufungua mlango wa chumba alichokuwepo mkuu wa kituo cha Central Police Daudi Chiwala. Mkuu, nimefanya mahojiano naye. Nimefanikiwa kufahamu mambo mengi baada ya kumbana sana na nimerekodi mahojiano yote, lakini lipo jambo la haraka sana ambalo ni vyema tungeanza nalo hilo mapema. Sawa ana. Ni jambo gani ambalo umelifahamu ambalo tunatakiwa kuanza nalo? Daudi Chiwala aliuliza akiwa amekaa kwenye kiti cha kuzunguka. Tunatakiwa kumkamata mwanamke mmoja anaitwa Sheriff Issa, ni nesi wa muda mrefu ndani ya hospitali ya Nairobi na ndiye aliyempiga picha mheshimiwa rais akiwa hospitalini. Safi sana. Umefanikiwa kujua anakopatikana nesi? Hapana, sijafahamu, labda tufanye utafiti zaidi. Kupitia huyu Sheriff tunaweza kufahamu mambo mengi zaidi yaliyojificha. Mkuu wa kituo cha Central Police Daudi Chiwala alitikisa kichwa kuashiria kwamba yuko pamoja na kile ambacho alikizungumza Ana. Walitoka nje ya chumba na kuelekea chumba cha kompyuta kwa lengo la kufuatia taarifa za sehemu alipo Sheriff Issa. Sheriff Issa ni mwanamke mwenye umri wa miaka 47. Amewahi kufanya kazi kama muuguzi wa wagonjwa katika hospitali 5 tofauti ndani ya nchi. Na sehemu aliyofanya kazi muda mrefu zaidi ni hospitali ya Nairobi ambapo amefanya kazi kwa miaka 12. Aliongea mtaalamu wa kompyuta aliyekuwa akizisoma taarifa za Sheriff Issa mbele ya kioo cha kompyuta. Angalia sehemu alizoishi katika miaka yote hiyo 12 akiwa anafanya kazi katika hospitali ya Nairobi. Tunaweza kupata kitu hapo. Aliongea Ana huku akiwa na katakata embe kwa kisu na kujiwekea vipande mdomoni. Miaka 9 ya mwanzo alikuwa akiishi kwenye mtaa wa mabanda ya Mathare, nyumba nambari 321. Miaka 3 ya hivi karibuni alihamia na kuishi ndani ya nyumba za hospitali ya Nairobi, nyumba nambari 75. Mara mwisho alionekana ndani ya hospitali ya Nairobi siku 3 nyuma. Baada ya hapo hajaonekana tena. Tuanze kumsaka hapo kwenye nyumba ya hospitali namba 75. Huyu mpuzi atakuwa amejificha hapo. Aliongea mkuu wa kituo cha Central Police Daudi Chiwala huku akiwa anatizama vyema picha ya Sheriff Issa. Picha yake ilimuonyesha bwana mama mwenye asili ya Kiarabu akiwa amejitanda mtandio wa kustili nywele zake, akiwa amevalia nguo ndefu za kustili mwili wake. Ni vyema mkuu, lakini nalo wazo jingine. Wazo gani? Akauliza mkuu wa kituo akigeuka na kumtazama Ana aliyekuwa anapiga hatua kusogea karibu na walipokuwa wenzake. Hizo siku 3 ambazo hajaonekana hospitalini atakuwa amejichimbia sehemu ya siri, akisubiri upepo uvume. Wauguzi na madaktari ndani ya hospitali ya Nairobi wapeane lawama hizi za mwisho, na mwisho jeshi la polisi limkamate muuguzi au daktari ambaye hausiki. Baadaye yeye ndipo atajitokeza. Kwa hiyo si rahisi kwake kuwepo kwenye nyumba namba 75. Na watu waanze kumfuatilia kwenye nyumba yake ya zamani kule mtaa wa Banda wa Mathare. Kule tuna asilimia kubwa sana za kumpata. Ana alitoa wazo ambalo limfanya mkuu wa kituo kuwa kimya kwa sekunde chache, kisha karudi katika hali yake ya kukubaliana na wazo ambalo alitoa Ana. Askari wote ndani ya kituo walikusanyika kwenye chumba cha kufanyia kikao cha dharura. Walikaa kuzunguka meza kubwa, macho na masikio yao yalikuwa yanaelekea alipokuwa amesimama mkuu wa kituo aliyewaita kwenye kikao hicho cha dharura. Tufanikiwa kupata taarifa za mtu aliyempiga picha mheshimiwa rais Mendrad Iloto. Ni mwanamke mmoja ambaye ni muuguzi wa muda mrefu katika hospitali ya Nairobi. Huyu mwanamke anaitwa Sheriff Issa. Tutaanza kumsaka katika makazi yake ya muda mrefu aliyokuwa anakaa miaka 9 iliyopita. Makazi hapo kwenye mtaa wa mabanda wa Mathare. Leo hii tutaelekea huko kwa kuhakikisha kama tunampata Sheriff Issa, awe mzima au amekufa, lakini ni lazima apatikane. Niwakumbushe pia kumfuatilia mtu huyu inaweza kuwa ni hatari sana, lakini ni wasima kamanda wangu tujiandae vizuri kisilaha, kimwili na kiakili. Ni lazima misheni ikamilike kwa viapo vyetu tulivyokula. Tuifanye kazi kwa uzalendo hali ya juu sana. Wazi afande. Askari polisi walitikia kukubaliana kwa kile ambacho mkuu wa kituo Daudi Chiwala alikuwa ameongea juu ya kuhakikisha kwamba wanampata Sheriff Issa akiwa hai au maiti.
Askari polisi walitoka kuenda kufanya maandalizi ya kuelekea mtaa Mabanda wa Mathare. Ndani ya dakika 10 askari polisi wakiwa na silaha walikuwa ndani ya magari 4 ya polisi. Gari ziliendeshwa katika mwendo juu, vumbi likitemka kweli wakati ambao gari zilikuwa zinapita kwenye barabara za vumbi. Walitembea kwa miguu barabarani, walikaa pembeni kuzipa nafasi gari hizo kupita kwa mwendo ule wa juu. Kizaazaa kilizuka ndani ya mtaa wa Mabanda ndani ya muda mfupi. Haikuwa kawaida kwa gari za polisi kupita kwa idadi kubwa, tena zikiwa na askari wengi wenye silaha namna hii. Wauzaji wa pombe haramu, biashara za madawa kulevya na magendo mengi waliingia ndani ya vijumba vyao haraka kuficha magendo yao yasiwaletee noma kwa polisi. Mawazo ya ukaguzi wa biashara haramu yalipita kwenye vichwa vyao. Gari za polisi zilisimama mbele ya nyumba nambari 312. Askari polisi waliruka na kuzunguka nyumba ndani ya muda mfupi. Mlango ulivunjwa na askari baadhi waliingia ndani. Msako mkali wa kumpata Sherife Isa ulifanyika kwa haraka sana. Askari walipania haswa popote atakapokuwa amejificha Sherife Isa ndani ya nyumba hiyo ni lazima apatikane. Milio risasi ilianza kusikika upande wa nje wa nyumba. Askari polisi waliokuwa wanalinda upande wa nje walikuwa wanapambana na watu wasioonekanika, kwani walikuwa wamejificha kwenye vibanda vidogo vya mtaa Mabanda wa Mathare. Watu waliokuwa wanapambana na askari walikuwa na nguvu na uwezo wa juu sana wa kufyatua risasi. Askari polisi walikuwa wameanza kuzidiwa nguvu, walianza kuanguka mmoja chini. Hali ilikuwa ni mbaya zaidi kwa jeshi la polisi. Walijikuta katikati wakiwa wanashambuliwa kutokea pande zote. Askari waliokuwa nje walizidiwa sana, waliokuwa ndani hawakuweza kutoka nje kwani hali ya nje haikuwa nzuri hata kidogo. Walipambana na watu wasiowaona, iliwapa ugumu zaidi. Mtaa Mabanda wa Mathare uligeuka uwanja wa vita ndani ya muda mfupi. Msikilizaji, tunafika mwisho hapa katika msimu huu wa kwanza na sehemu ya 10 ya msimu wa kwanza. Rajons Jondo, mtunzi wa simulizi yetu tamu, naendelea kuifuatilia kutoka hapa Simulizi Mix, director Owen kutoka Simulizi Mix na ambani kwa kusimulia. Usikose kuwa nami katika mwendelezo wa simulizi tamu kweli inayokwenda kwa jina la Anguko Kubwa, The Great Fall. Nani anayekwenda kuanguka katika simulizi yetu? Tuko katika nchi ya Kenya, tumepata kuona nayoendelea juu ya kiongozi wa chama cha upinzani. Kule pia tunacheki katika nchi ya Tanzania kuna vuguvugu la mabadiliko ya katiba ambapo Ambariche Neema, spika wa bunge, amelazimishwa kukubali kupitisha katiba inayompa mamlaka ya juu sana. Rais hatakiwi kuhojiwa, hatakiwi kuacha kufanya kazi mpaka kifo chake mtu yote ule. Mambo yalikuwa ni magumu upande wa Tanzania, lakini Kenya pia. Tulimwacha Benson yuko njiani kwenda kumokoa Sadai kutoka katika mikono ya TDD, Tanzania Defense Department, au sio bana. Na lakini ndani ya siku 3 alitakiwa kuwa ndani ya nchi ya Kenya, huku ambako mambo yanazidi kuwa magumu na mambo yanazidi kuwa moto. Yote hayo tutayapata kwa uzuri sana katika msimu wa pili wa simulizi yetu, tupate kujua nini hasa kirejele. Mimi director Owen, mtunzi ni Rajons Jondo. Ndani ya SMX hapo msimu wa pili unapatikana, au WhatsApp 0677062012. Msimu wa pili pia unapatikana. Tukutane katika sehemu ya kwanza ya msimu wa pili kujua mambo haya yaliishia wapi. John Senyagwa, Sterling wa simulizi yetu, yuko wapi kwa sasa? Tutajua katika msimu wa pili. Bye bye.